Karibu sana msikilizaji kwenye sehemu ya 3 ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la My Wife is a Drug Dealer. Yaani kwamba mke wangu ni muuzaji wa madawa ya kulevya. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu iliyopita, sehemu ya pili ni pale ambapo tulikuwa tuko ofisini kwa bibie wa kuitwa Jamira, ambaye ni mke wa yule mtaalamu wetu kule, na alikuwa ametembelewa na mkuu wake wa kazi, yeye akiwa kama mhasibu wa kampuni ya The Global. Akawa anaambiwa kwamba kuna jambo la hatari linaweza kuja kwa sasa, na huenda jina la taasisi yetu likawa limefika kwenye mikono ya watu ambao sio. Hivyo natakiwa kujua kama kuna kitu mumeo anajua kwenye hiyo safari yake. Niamini mimi nitashughulika nalo. Fanya hivyo Jamila, kwa sababu wakubwa wapendi makosa kama hayawezi kufanyika, kwani mimi na wewe wote tunaweza kupoteza maisha kijinga kabisa. Alitikia kutikisa kichwa, kabaki akiwa na kagua zile video kwa umakini mkubwa. Na yeye pia kichwani mwake alikuwa ameanza kupata majibu ambayo maswali yake yalikuwa magumu kuyapata kwa wakati ule. Alibeba koti lake na kuzima kompyuta yake akihitaji kutoka ndani ya ile ofisi, ila alisita baada ya kupewa taarifa zingine. Kulikuwa na wengine kutoka kwenye mamlaka ya kuzuia na kupambana na rushwa. Ile taarifa ilimshtua, ila hakuonesha wasiwasi baada ya Tengo na Leila kuingia kwa ajili ya kuweza kufanya naye mahojiano mafupi tu. Tulikuwa tumeishia hapo msikilizaji katika sehemu iliyopita. Tuende pamoja katika sehemu hii hapa ya 3. Simulizi ni My Wife is a Drug Dealer. Mke wangu ni muuza madawa ya kulevya. Imeandikwa na Fabian Babuya, mtaalamu wa hizi kazi, lakini director Owen kutoka Simulizi Mix, na niko nyuma mic kuhakikisha kwamba nakuletea simulizi kwa utamu sana. YouTube channel Simulizi Mix, WhatsApp 0677062012, na kunaipata simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Tunaendelea na simulizi yetu Mke wangu ni muuzaji madawa ya kulevya. Natamani niulize, lakini kwa ujio wa watu wa aina yenu na kwa kazi ambazo kampuni yetu inazifanya na nipa mashaka sana, naweza kujua sababu yenyewe kuwepo hapo muda huu? Kwanza utusamee kwa kuweza kukuvamia kwenye ofisi yako, na nimefurahi pia kwamba umekubali kufanya mahojiano na sisi bila kutumia nguvu wala kutokatalia jambo ambalo lingetupeleka mbali. Sisi tunatambua mchango wenu mkubwa sana kwenye kulikuza taifa hili kiuchumi. Nyinyi ni moja kati ya taasisi ambazo zimesaidia kwa ukubwa sana kutengeneza ajira kwa vijana wengi na kwa wasomi wengi, vile vile hata kwa wale ambao sio wasomi lakini wanaweza kufanya kazi. Mmekuwa chachu ya usafirishaji kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki, na nikili ya kwamba hata mimi ni moja kati ya watu ambao waga wanaitumia kampuni yenu kwa shughuli nyingi sana za usafirishaji wa bidhaa. Ila hili sio ambalo limetuleta hapa. Kuna wakati ambao tukiona kwamba hali ya nchi haipo sawa, tuna ruksa kutoka mamlaka za juu muda wote ule kufanya baadhi ya kaguzi kama kutimiza wajibu. Hivyo tunapitia kila kampuni kubwa kwa sasa kuweza kufanya ukaguzi wetu mdogo, kuona kama kila kitu kipo sawa, na wewe ndiye mhasibu wa kampuni. Hivyo tuna imani ya kwamba kwa upande wa namba tupo sehemu sahihi. Labda kama kutakuwa na ulazima wa kwenda kwenye mamlaka zenu za juu kwa ajili ya wao kuruhusu hilo kufanyika, japo hatuna muda wa kusubiri hapa. Tengo alikuwa anaongea kistaarabu huku Leila akiwa anaangaza kila sehemu kuikagua ofisi hiyo. Hapana, kama ni hilo tu haina shida, naweza tu kushughulikia mwenyewe. Unahitaji taarifa za kuanzia muda gani? Kwa leo za mwezi huu tu zitatosha. Jamila alinyanyuka na kwenda kwenye meza yake ambapo ajenda na kilishi kwa muda mfupi akaprint karatasi moja ambayo alimpelekea Tengo, ambaye alikuwa ameanza kuiangalia kwa umakini kuhakikisha hesabu zile. Inaonekana kampuni yenu inatengeneza faida kubwa sana kwenye hizo biashara ambazo mnafanya. Hata wewe ni shahidi kwamba kampuni yetu inafanya kazi nyingi na kupata tenda kubwa, hivyo hizo hesabu zinaendana na kinachoendelea, na ndio maana nimechambua mpaka kila mahali ambako pesa husika inatokea. Hii wala nina shida, ila nina swali binafsi kwako. Uliza. Unahakika na hizo hesabu ambazo zinaonekana hapa? Hilo ndio swali binafsi au? Hapana, hilo bado sijauliza. Mimi ndiye mhasibu na ndiye napiga hizo hesabu. Unahisi kwamba nimepewa kazi kwenye taasisi kama hii kwa bahati mbaya? Tuna matawi 200 duniani. Kwenye kila tawi kuna wahasibu wawili, na mimi ndiye kiongozi wao ambaye ni mhasibu mkuu wa kampuni nzima na matawi yake yote. Hivyo kila hesabu inafika mezani kwangu kila siku, na ndio maana nakuwa ni mtu ambaye natingwa sana na mahesabu, na kila unachokiona hapo kipo sahihi kama kilivyoelekezwa. Na kama huamini hilo, mimi na wewe tunaweza kuketi kwenye kompyuta yangu kwa kiki. Sina haja
na hilo hata hivyo sitaki kukupotezea muda wako. Mmiliki wa kampuni unamfahamu madam? Hilo swali ambalo natakiwa kumuuliza mtendaji mkuu wa hii taasisi. Sipo kwenye nafasi ya kukujibu kwa kuheshimu nafasi za maamuzi ambazo zimewekwa. Swali langu binafsi ni kuhusu mmeo. Mume wangu amefanya nini? Ni mtu ambaye hapendi kufahamika wala kujulikanika kama yupo. Ni mwanaume ambaye amebahatika kuwa mwanamke mrembo na mwenye mafanikio makubwa kama wewe kwa sasa, ambaye baada ya kufuatilia nimegundua unalipwa pesa nyingi mno, ambapo huenda kwa mwanaume wa kawaida angehitaji kuwa maarufu wa hili. Naweza kujua sababu za yeye kutokufanya yote? Samani ofisa, sijaelewa sababu ya wewe kuingia kwenye masuala yangu binafsi. Kama tatizo binafsi na mimi, nadhani unatakiwa kuja nyumbani kwangu nikiwa na mume wangu, na sijisikii amani wewe kuanza kuniulizia maswali ya namna hii. Kwani mume wangu anatia yote au anakosa kisheria kwa kalifanya? Hapana, mume ni mtu ambaye hajawahi kufanya kosa lolote lile. Hakuna sehemu hata moja ambako kuna jina lake kwamba amewahi kumtusi hata mtu. Hivyo ni swali binafsi tu ambalo nilikuwa nataka kulifahamu. Shukrani kwa muda wako na unisamee kama nimekosea. Waliaga haraka na kuondoka, ila wakiwa hapo kwenye ngazi walikuwa wanaongea. Ulivuka mipaka Tengo. Hakuwa na haja ya kuuliza kuhusu familia yake. Ni sahihi, ila niliuliza kwa makusudi tu. Ili mtu muongo kumjua ni jambo rahisi sana. Kuhusu taarifa za hesabu za hii taasisi, wote tunajua kama yule mwanamke anadanganya kwa sababu hesabu zimeongezewa sifuri nyingi, ila nilikuwa nataka kuhakikisha kile kitu kama ndikuwa sahihi kwa 100%. Kwa kumuingiza mumewe kwenye mjadala, yule alikuwa na hofu kubwa. Hakutaka tuendelee kumhoji yale maswali, hivyo kama ana hatia maana yake angepaniki na kutoka kwenye mchezo, na ndio maana nilikuwa nimegusia upande wa mumewe. Iliona anafanya nini? Nilikuwa nimepaniki na ameitumia kama gia kutolea sumu ambayo ilikuwa ndani yake kwa muda ule. Hivyo tupo sehemu sahihi na hawa ndio wahusika wenyewe wa hili jambo. Kazi kwetu sana ni kudhibitisha hili na kuwajua ambao wapo nyuma hii kampuni. Tunaanzia wapi? Kwa mume wa Jamila inaweza kuwa ni sehemu nzuri ya kuanzia. Unahisi atakuwa anajua? Yote yanawezekana. Na hili jambo kuna namna nafsi inaniambia ni hatari sana. Kwa taasisi kama hii nyuma yake kuna watu ambao lazima watakuwa ni hatari, na kama wakiona sisi ndio tunaanza kuifanya hii kazi ya kuwafuatilia, maana yake ni kama maisha yetu pia yatakuwa hatarini. Hivyo kuanzia muda huu unapaswa kuwa makini sana. Maana watataka kuhakiki tu kama tunawafuatilia kisha wafanye maamuzi. Kama ulikuwa unajua hatari ambayo itakuja, kwa nini usingefanya kimya kimya bila kumshitua kama namna hii? Tungechelewa kujua kweli. Kuwashitua hivi maana yake ni kwamba tumewapa nafasi kubwa ya kufanya makosa. Wasipotuliza akili wataanza kupaniki na kufanya maamuzi ya hovyo kama kuhamisha baadhi ya vitu, kuanza kutuinda, na haya ndio nilikuwa nayataka mimi, kwa sababu ndio utakuwa ni ushahidi wa sisi kuweza kuwapata kirahisi. Na kama kuna watu wataanza kutumwa kwetu, tutaanza nao hao, na ndio ambao tuongoza kwa viongozi wao. Kwa hiyo ulikuwa ni mpango tangu mwanzo mpaka kuja hapa, na sio kwa bahati mbaya kama ulivyosema. Kila kitu nilikuwa nimekiandaa kichwani, hivyo kumfuata huyu ilikuwa ni hatua ya kwanza, maana lazima tu atawafikishia taarifa viongozi wake. Hivyo we are in Raila. Wawili wale walikuwa wameangaliana kwa muda na kutabasamu, kisha kila mtu akawa ameingia kwenye gari yake na kutoweka. Jamila hakuwa sawa tena. Alipokea taarifa ambazo hazikuwa zinaeleweka kuhusu mume wake wa ndoa, kisha baada ya muda mfupi tena akabebana na taarifa za maafisa kutoka mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya. Walimwambia kwamba hakukuwa na tatizo, ila yeye hakuwa mtoto mdogo. Wale watu wasingeenda kwenye taasisi yao kama hawakuwa na baadhi ya taarifa juu ya baadhi ya mambo ambayo huenda yalikuwa yanafanyika. Hivyo kwa upande wake alitambua ulikuwa ni wakati wa kuwa makini. Alitoa simu yake na kupiga simu ambayo alikuwa anajua yeye. Baba, niambie mwanangu, huku sio salama. Nahitaji kuzungumza na wewe muda huu. Njoo nyumbani kwa sababu hata mimi nahitaji kuzungumza na wewe. Simu ilikatwa, akabeba koti lake na kuelekea kwenye gari. Dakika 50 baadaye, Mzee Kenneth alikuwa anahema baada ya kuendesha gari kwa muda kidogo. Alifika kwa Mzee Kenneth akiwa na hema baada ya kuendesha gari kwa muda kidogo. Alikimbilia na kujiboga kwenye sofa, na mzee huyo akampelekea juisi ambayo ndicho kilikuwa kilevi chake kikubwa. Aligida nusu kisha kaitoa na kuhema kwa nguvu mithili ya mtu ambaye alikuwa ametua mzigo mkubwa. Na kujua ni moja kati ya watu ambao huaga ni watulivu kwenye matatizo. Ila simu yako leo na jinsi ninavyokuona hauonekaniki kuwa mtulivu Jamila. Nini shida huko ulikotoka? Na huko sio kama baba. Niambie taratibu kwamba nini kinaendelea.
mume wangu ananichanganya. Nikiwa nawazia habari za mume wangu na kukutana na habari zingine ambazo sio njema hata kidogo. Mume wako kafanya nini? Hujaziona video? Niliamua kukaa mbali na simu kwa muda kwa sababu nilihitaji utulivu. Jamila hakuwa na shida kama ametoa simu yake na kumuonesha mzee yule ili aweze kutazama zile video ambazo naye alikuwa ameonyeshwa kumhusu mumewe. Mzee Kenneth alikuwa ameangalia kwa umakini kisha akawa ametoa simu chini akiwa anamwangalia Jamila. Wewe unaamini mume wangu anaweza kufanya hivyo? Mpaka sasa jibu la simu la kuweza kukuambia kuhusu haya, maana mimi mwenyewe nimekutana na mmeo. Mume wangu yupo Kenya, yupo Tanzania. Hata amesema hivyo kwamba wewe unajua yupo Kenya. Ni lini umeongea naye? Jana. Babu, na uhakika? Unataka kuniambia mimi simjui mmeo? Asina maana hiyo, ila haijawahi kutokea mume wangu mimi akadanganya jambo. Hata anaamini kwamba wewe hujawahi kumdanganya lolote ile tangu mkutane, kitu ambacho hata mwenyewe unajua sio kweli. Inafurahisha msikilizaji. Alikuwa anataka nini kiasi kwamba hakutaka nijue yupo Tanzania? Aliniambia na wasiwasi na usalama wako na mtoto wenu. Usalama wa nini? Anahisi mpo kwenye hatari kubwa sana ambayo haijui. Haya yote yalitokea wapi? Nadhani ndio hayo ambayo unayaona kwenye video hapo. Kuna kitu ambacho alikwambia? Aliniambia tu kwamba alivamiwa na watu ambao hawajui, na mmoja wao kati yao alikuwa ametaja majina yako matatu. Ila walikuwa wanataka ni pesa tu kutoka kwake. Watu walimvamia wakawa wanataka pesa tu, alafu likaingia jina langu. Alikwambia alitumia njia gani kwa kwepa watu? Aliotoroka kwenye vichoro? Na ulimwamini? Hapana. Ni jambo gani ambalo unaliwazia kuhusu hili? Mume wako kuna kitu ambacho anadanganya, kwani kuna mambo ni kama alikuwa anahitaji kuniambia ila akawa na sita mpaka anaondoka. Hivyo kuna mengi zaidi ya yale ambayo aliniambia ila hakutaka mimi niweze kuyajua. Usiniambie unaamini mume wangu ndiye aliyewaua watu. Naamini ya kwamba kuna mengi ambayo hatuyajui kuhusu mmeo. Hili ndilo jambo ambalo naweza kulithibitisha kwa sasa. Tuseme kwamba ni aliyewaua. Uwezo ameutolea wapi wa kufanya mambo kama haya? Au kuna mtu alimsaidia? Kuna watu labda ambao anawalipa ili wamlinde. Lakini mume wangu afahamiki kwa watu wengi, hana maadui, ikiwa na maana ya kwamba hana haja ya kutafuta mlinzi wa kuweza kumlinda baba. Na ndio maana sina imani na maneno yake, kwani kwa mazingira haya hakuna mtu hata mmoja ambaye tunaweza kusema kwamba alienda pale kwa ajili ya kumsaidia. Ukiangalia kwa umakini inaonyesha kabisa kwamba sio mtu ambaye alikuwa na wasiwasi wa kile ambacho kilitokea. Kama angelikuwa ni mtu ambaye alitishwa, angefika hapo akiwa na hofu kubwa ndani yake, ila yeye alikuwa kawaida tu. Inamaanisha matukio kama haya kwake sio mageni. Ni mambo ambayo ana uzoefu nayo. Kwamba mume wangu ni muuaji, ile aliwezi kuwa kweli. Kwa sababu hatuna uhakika na jambo lote ile mpaka pale ambapo tutathibitisha hili. Tutathibitishaje? Kupitia mwanao. Mwanangu amefanya nini? Mwanao inabidi aonekane kama ametekwa. Hapana, siwezi kufanya hili baba. Inakubidi fanya hivyo kwa sababu hilo lilo mbele yetu ni jambo la hatari kama ambacho na kiwaza kitakuwa sahihi. Unawaza nini? Mume amekujua kwamba wewe ni sehemu ya mpango wa uzaji na usambazaji wa madawa ya kulevya pamoja na utakatishaji wa fedha. Hawezi kulijua hili baba. Je, huyo mtu unahisi kwamba alimtajia tu jina lako ili kumfurahisha yeye? Mpaka jina lako linaingia kwenye taifa kama Nairobi, manake ni kwamba kulikuwa na mazungumzo mengine ambayo yanaendelea. Damigo sio mjinga, acha biashara zake Kenya, rudi ghafla tu hapa bila sababu za msingi. Hivyo lazima kuna mambo ambayo atakuwa nayo kichwani, japo sina uhakika wa asilimia zote kama tayari anayajua haya yote. Mungu wangu, sitakiwi kukutana naye tena. Anaweza kuniua kama atakuwa amejua hili. Yeye hataki wewe ujue lolote ile kwa sasa, hivyo mkionana atajifanya kwamba hakuna kitu, na unatakiwa kwa hivyo pia. Ukifanya jambo la kumkwepa, atakuwa na uhakika na taarifa zote zile ambazo atakuwa amepewa huko. Kwa hiyo kwa sasa hivi unatakiwa kujifanya kama hakuna jambo lolote ambalo limetokea. Na hatakiwi kujua kama unafahamu alikutana na mimi. Jifanye kama haupo wala huelewi ni kipi ambacho kinafanyika ama kutokea. Kwa kawaida na umuoneshe mapenzi mazito kama mwanzo. Usimuulize kuhusu biashara wala kuongelea mambo yako, bali ongeleze nyakati bora ambazo mlikuwa mmepitia pamoja huko nyuma. Mfanye endelee kukuamini, ili kama kuna wasiwasi wote ambao alikuwa ameutengeneza ndani yake basi autoe. Nitafanya hivyo, ila sasa kwa nini alikuwa amekuja kukuona wewe? Alikuwa anaulizia kama kuna vitu ambavyo havijui kuhusu maisha yako ya nyuma. Ukamwambiaje? Kwamba ulikuwa unapenda kufuatia maisha ya watu wa soko jeusi. What? Au usiogope, kuna muda ukitaka kumdanganya mtu ambaye ana taarifa zako, mwambie habari ambazo zinakuwa zinaendana na ukweli, atajua kwamba haumdanganyi. Kama kuna mambo ameambiwa anaweza kuunganisha doti na kujua watu wametaja jina lako hasa baada ya kumwambia maisha yako ya nyuma, kwamba
ulipenda kuangalia mambo hayo. Hii ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kununua uaminifu wake kwako tena, hivyo kuna namna nilimpunguzia wasiwasi mkubwa ambao alikuwa nao. Unahakika na jambo hilo? Nilimwambia kile ambacho alitaka kukisikia yeye. Kama ningesema vingine, ningemuongezea mashaka zaidi kwako, ila sio hilo tu. Kuna nini tena? Kuja kwake kwangu ni kama alikuwa anajihami mapema. Na nani? Kama ni kweli yeye ndiye alihusika na hayo ya Nairobi, basi alikuwa anataka kujisafisha asiweze kutambulika. Kwa namna ipi? Yule sio mjinga. Huenda anatambua kwamba maneno yale kunaweza kuwa na kamera mahali ambapo kwa watu wenye akili timamu wanaweza kuunganisha matukio na kutambua kwamba yeye ni mtuhumiwa namba 1 wa hayo mauaji. Hofu yake ni sisi kumfahamu, hivyo aliniambia mapema ili kama nikija kupata taarifa baadaye ambazo huenda alitambua lazima zitakuja kufikia wewe. Nikaja kupata taarifa baadaye ambazo huenda alitambua kwamba lazima zitakufikia wewe. Niwe najua alitoka kwa kuwakimbia watu wao, ila sio kwa bahati mbaya. Watu ikatokea tu amekufa. Kuna jambo ambalo hatulifahamu, hivyo kwa sasa hivi nitawasiliana na watu wetu wa Kenya akiwemo Kamau kuweza kujua yanayoendelea kule. Na kama polisi wakiingilia kati kuhusu hili, kama wahusika ni wauzaji wa madawa kulevya, basi hii kesi inamalizwa juu kwa juu. Hakuna mtu ambaye atakayefuatiliwa, maana miili kusambaa mtaani ni dalili mbaya kabisa kwenye biashara. Watu wetu hawezi kuruhusu uzembe kama utendeke kwenye mipaka yao na kutegemea baba kwenye hili. Ninaweka sio hicho ambacho kimkuleta kujua ambayo nilitaka kuongea na mmeo. Inaonekana kama una jambo jingine. Sahihi. Sikio langu ni lako. Nimetembelewa na maafisa kutoka mamlaka za kupambana na kudhibiti madawa kulevya. Mzee Kenta alishtuka kusikia taarifa kama zile. Nimesikia vibaya? Hapana, umenisikia vizuri. Wanataka nini hao watu? Walikuwa wanataka kujua hesabu za kampuni, kuanzia pesa ambazo zinaingia kwenye uzalishaji, pato letu, faida zetu ambazo tunazipata, lakini pia walihitaji kumjua mmiliki wa kampuni. Wameishia wapi na hizo taarifa? Kila kitu kilikuwa sawa, nadhani wakaona hawana mwanya wa kupita, wakaanza kuniuliza kuhusu mume wangu. Hizi ni ishara mbaya zinaanza kujionyesha mapema hivi. Tunatakiwa kuziba mianya yote haraka sana. Kama kuna watu ambao watakuwa changamoto kwenye hili, wanatakiwa kuuawa haraka sana Jamila. Na kuelewa mzee, lakini hajakuta tatizo lolote lile. Hawa watu wanaelewa tumehama kwenye dawa za kulevya na sasa hivi tumewekeza zaidi kwenye kutakatisha fedha, na ndio mwanya ambao walikuwa wanautafuta kwenye taasisi. Hajaja kwa bahati mbaya na haitakuwa mara ya mwisho, bali watarudi tena. Ila walikuwa wanataka kujua sehemu ya kuanzia, na kama wamefika maana yake ni kwamba walikuwa wanataka tunafanya hili. Hivyo kwa sasa hivi wanataka ni kutafuta sehemu ya kudhibitisha tu jambo hilo, na ndio maana wakaja kukuzuga ofisini. Tunatakiwa kuwaua. Nadhani huo ni mpango wao. Mpango wa kuwaua. Hao wanajua wakija kwenye ofisi yako, kitu cha kwanza utapaniki. Ukipaniki unafanya maamuzi ya hovyo, na hapo ndipo wao wanaanza kukusanya ushahidi. Kama tukituma watu kwenda kuwaua kwa sasa hivi itakuwa ni hatari kwetu, kwa sababu tutajiweka wazi. Kwa hiyo unatakiwa kufanya nini? Hakikisha hesabu zote zipo sawa. Kwa kawaida kama hakuna kilichotokea chochote kile, haya mengine utapewa maagizo unayotakiwa kufanya. Sawa baba, nimekuelewa. Kwa sasa hivi wataanza kumfuatilia kila mtu ambaye yupo karibu yako, hivyo tunatakiwa kumjua mmeo mapema. Unazungumzia kuhusu kumteka mwanangu? Ndio. Sawa, fanya unavyoweza, ila na kuomba mwanangu asije kupata tatizo lolote tafadhali. Maana nampenda sana. Asiwezi kumzuru mtoto wako, na unalitambua hilo. Jamila alikuwa ametoka na kuondoka akiwa na mengi mno kichwani mwake. Ni kama zile siri ambazo alikuwa ameamua kuzizika kwenye mioyo yao hazikuwa salama kwa wakati ule. Joto lilikuwa linazidi kupanda, huku mambo mapya yakianza kuibuka na kumtishia kwenye nafsi yake. Nataka tufahamiane. Tunaongelea ile msikilizaji. Iko hivi. Hii dunia kuna watu ambao wanaishi sana. Kwa pesa madawa unaishi, ni ajabu mtu kuishi sehemu kama hii. Ubaya ni kwamba watu namna hii wanafaidi maisha, kutengeneza maisha bora kwao na kwa familia zao, huku wakiwa na acha mamia ya watu wakiwa wanateseka kwenye mazingira magumu na maisha mabaya. Ingekuwa ni amri yangu mimi wauza madawa kulevya, hata nisingetoa amri ya kuwakamata. Ingelikuwa ni kuuawa tu, kwa sababu hao watu kuna mtu anaweza kuwa ajira na biashara zake zikawa zinaenda kama kawaida kwa njia ya simu. Siji kumleta ni kutekeleza tu amri ambazo tunapewa. Yanayofuatia huko tunawachia wakubwa na mahakama, ndo anajua namna ya kuweza kudili naye. Ni mazungumzo mafupi ambayo yalikuwa yanafanyika kati ya Tengo na Leila wakiwa hapo nje ya nyumba moja ya kifahari mno. Jumba ambalo lionyesha maisha safi
ya watu ambao walikuwa naishi ndani kwenye hilo jumba, na ndipo palikuwa nyumbani kwa Mr. Ken na mkewe Jamila. Walikuwa wamefika, lengo lilikuwa ni kuzungumza na bwana huyo. Muda ulikuwa unasoma saa 3 kasoro usiku. Walienda huo muda wakitaka kuzungumza na bwana huyo mwenyewe, hivyo walisogea mlangoni na kubonyeza switch, ambapo baada ya muda mfupi mlinzi alifungua geti akiwa na silaha kwenye mkono wake. Hii niwasaidie nini? Hatuna shida na mwenye nyumba. Mnameli naye? Amwambia tu maafisa kutoka kwenye mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hapo hapa yataelewa tu. Mlinzi alifungua mlango baada ya dakika 5 na kuwaeleza sehemu ya kwenda wenyeji. Alikuwa akiwasubiria huko. Sio kaida kwa watu aina yenu kuweza kuja kwa mtu kama mimi ambaye si husiana na hizo taasisi, lakini karibuni kwa nikutii sheria bila shuruti ni moja kati ya majukumu yangu kama Mtanzania. Upo sahihi Mheshimiwa Ken, na utusamee kwa kuja kwako wakati kama huu, kwa sababu tulihitaji kufanya mazungumzo na wewe bila mkeo kuwepo. Mke wangu? Ndio mkeo. Naweza kujua sababu ya uje wenu? Tumefika hapo kwa sababu tunataka kukusaidia wewe na mkeo. Asizani kama kuna msaada ambao unahitaji kwa mtu yeyote, hususan kutoka kwa watu kama nyie. Niamini mimi, unahitaji msaada mkubwa sana kutoka kwetu. Unaweka upo kwenye nyumba sahihi bwana officer? Na hakika unajua kwamba mkeo anajihusisha na uuzaji wa madawa kulevya, na kwa sasa hivi ndiye ambaye anatumia kutakatisha fedha za watu kwa kupitia kampuni yake ya The Globe, ambayo mpaka leo mmiliki wake halali hafahamiki. Kwani tunaamini kuna baadhi ya viongozi wakubwa ambao wanahusika, na ndio maana taarifa hizi zimefanywa kuwa za siri sana ili wasiweze kufahamika. Ofisa, ngoja nikukatishe hapo hapo. Nadhani utakuwa una matatizo kwenye familia yako, kwa sababu hizi soga na story ambazo unajaribu kuzitengeneza hapa hazipo kwenye maisha. Mke wangu nimeishi naye kwa miaka 7. Hajawahi kuwa na mambo ya aina hiyo ambayo unayazungumzia wewe. Sijajua kama una tatizo binafsi na hiyo taasisi au kuna mtu ambaye akupa taarifa za kupika hii. Ila nadhani hii itakuwa ni mara ya mwisho mimi na wewe kuzungumzia hizi taarifa, ila kama utajaribu kuja kulitaja jina la mke wangu tena kwenye mambo kama haya, sitaweza kusamehe. Kwa what? Kwamba utaniua au unataka kuniambia na wewe ni sehemu ya watu? Kwenye majukumu yako kabla ya kuanza kazi ulitakiwa kupewa somo la kuimudu mihemko yako, kwa sababu inaweza kupeleka sehemu mbaya. Ondoka nyumbani kwangu haraka muda huu kabla sijakubadilisha maamuzi yangu. Kama utafanya nini labda? Officer, umevamia nyumbani kwangu tena usiku bila kuwa na kibali. Nina uwezo wa kukushtaki na kila mtu akajua huu ujinga ambao mnaufanya kwenye hiyo taasisi. Uwaga mnatumia vio vyenu hivyo kutishia watu na kuhisi kwamba mnaweza kumudu kila mtu kwa kutangulia ujivuni. Naomba tu mimi na wewe hii iwe ni mara yetu ya mwisho kuonana. Kwani kama nitakuja kukuona tena sitakusamehe bwana ofisa. Tengo alipatwa na hasira. Kuonekanika anatishiwa na raia kuhusu maisha yake. Unahisi pesa zako zinaweza kukulinda kwenye hili mjinga? Tengo alitoa bastola akamsogelea Mr. Ken ambaye alikuwa amesimama tu akiwa anaendelea kuongea kwa jazba, lakini Leila akamwahi na kumdaka kisha akamtandika kibao kikali sana ambacho kilimpa mshangao na kumfanya atulie. Naomba utusamee Mr. Ken kwa mwenzangu kuvuka mstari. Tupo kwa ajili ya kufanya upelelezi wa hawa watu ambao wanakitikisa kizazi cha vijana mtaani, na kwenye huo upelelezi kampuni ambayo imejitokeza ni The Globe, na kwenye ile taasisi mkeo ndiye mhasibu mkuu, hivyo tulitaka kujua kama atakuwa na uhusika wa aina yoyote ile, atusaidie kwenye upelelezi kuangusha hawa watu, kisha yeye atapewa msamaha ushahidi na hakuna mtu ambaye atakuja kujua kama alihusika, ila kama hayupo huko basi tusamee sana kwa kuvamia nyumbani kwako. Mimi na mwenzangu tunaondoka sasa hivi. Hakumjibu Leila ambaye kumstalabika, bali alimwangalia Tengo kwa umakini. Kumtishia bastola nyumbani kwake tena mahali ambako alikuwa anaishi na familia yake ilikuwa ni kosa ambalo halikuwa la kupatiwa msamaha kirahisi tu, alitakiwa kulilipia. Kofi lilikuwa la nini lile? Na kumomba msamaha mpuzi mmoja tu kama yule ambaye anamlinda mke wake, au huenda yeye ndiye yupo nyuma hayo na ndio maana anakuwa na pesa nyingi namna hii za kumfanya kuishi maisha ya nasa. Hivi kwa nini kuna muda unakuwa mjinga Tengo? Mtu kuwa na maisha mazuri sio kosa, acha uivu wa kijinga. Hawa watu hakuna uhakika wa moja kwa moja kwamba ni wahusika, na hata kama ni hivyo hauna ruhusa ya mahakama kwenda kuwakagua ama kuanza kuwachunguza nyumbani kwao, hivyo katumia kama ustaarabu tu kutukaribisha, maana angeweza kutugomea. Sasa ulivyo mjinga unaenda kuanza kumtisha mtu bastola tena nyumbani kwake. Huenda nimeenda nje ya mstari, lakini umeona kilichotokea baada ya pale? Nini? Mtu nimemtolea bastola hata shtuki. Unahisi ile ni jambo la kawaida? Yule ni mfanyabiashara mkubwa, japo afahamiki kwa watu.
Yeye mwenyewe kuna muda anakuwa anashinda na silaha kwa sababu walinzi wake tu mwenyewe wana silaha kali. Kwa hiyo unategemea aanze kutetemeka kwa kuona hicho kibastola chako? Kuna utofauti wa mtu kuziona na kuwa nazo karibu na pale ambapo mtu anataka kukushambulia na silaha. Hivi ni vitu viwili tofauti. Unataka kusemaje? Anaonekanika ameyazoea ya maisha. Maisha yapi? Ya kucheza na silaha. Unaelekea wapi huko? Hii ni aina ya watu ambao ni wauaji ama walishawahi kushuhudia mengi kuhusu mauaji kwenye maisha yao na ndio maana wanakuwa kwa hivi. Nadhani ukapumzike sasa, naona umechoka wewe. Niamini mimi Leila. Hata mwanajeshi ambaye ana mafunzo makubwa ukimtolea bastola na ile lazima atapatwa na wasiwasi tu, maana inahitajika risasi moja tu kuweza kubeba maisha yako, ila kwa mtu namna ile hapana. Yaani kuna mengi kwenye maisha yake ambayo si hatuyajui. Kwamba umetengeneza nadharia zako unataka kuanza kufuatilia mambo mengine, si ndio? Tuliza kichwa tuangalie sababu ambayo imetufanya sisi kuhangaika na usiku wote huu. Kwanza nina hamu na wewe mtu kanituliza kidogo, mwili wangu nawasha. Kuna siku utakuja kuniamini mimi yani. Waliondoka na gari yao, lakini wakati ule mke wa Mr. Ken, yani Jamila, alikuwa anaingia nyumbani. Mume wangu. Jamila alikuwa ameita kwa mshangao ambao ulijazana na hofu ndani yake. Hakutegemea kama angeweza kumkuta mume wake nyumbani. Bwana huyo alikuwa ameketi kwenye sofa akiwa anasoma kitabu kimoja hivi ambacho kilikuwa kimechukua umakini wake mkubwa, kikiwa kinaitwa Idaiwe Maiti Yangu. Karibu nyumbani mke wangu kipenzi. Jao kuniambia kama utarudi. Aliamua kufanya surprise mke wangu. Sikuona kama ni sawa kila muda kukupatia taarifa nikiwa narejea nyumbani. Utakuwa unanichoka haraka. Ningepata hata muda wa kukuandalia chakula mume wangu. Aliongea na kujichekesha, ile hali ni bado ilikuwa inaendelea kumtisha. Hakutarajia kukutana na jambo kama lile kwa wakati ule. Amini mmeo hivyo kuwa na amani. Najua unachoka na kazi na ndio maana sikutaka hata kusumbua. Unasoma kitabu gani hicho? Ni moja kati ya vitabu ambavyo univutia sana. Kinaitwa Idaiwe Maiti Yangu. Kimeandikwa na mwandishi wangu bora sana kwenye maandishi na ya namna hii hapa. Ni Fabian Babuya. Asijawahi kumsikia mwandishi wa hivyo. Hata hivi wewe sio mpenzi wa kusoma ndio maana. Ni kipi kimekuvutia kwenye hicho kitabu? Namna mwandishi alivyokuwa ameweza kuitengeneza story yake. Hii inamhusu bwana mmoja ambaye alikuwa na maisha magumu mno kiasi kwamba alikosa penzi ambalo alikuwa anatamani kwa muda mrefu sana kwa sababu hakuwa na pesa. Sababu yeye kamfanya kutoka Tanga na kuingia ndani ya jiji na kuweza kushinda umaskini. Njia ambazo alitarajia hazikuwezekana, hivyo kama jikuta anaingia kwenye biashara ya madawa kulevya ili kuweza kujikwamua kiuchumi. Akatulia kuangalia hali ya mke wake ambaye taarifa zile hazikuonekanika kuwa njema kwake. Kutaja dawa za kulevya kuna namna kulimnyima utulivu na alifanya vile makusudi kabisa. Bwana huyo alikuwa amekuja kuwa mtu katili na mwenye pesa nyingi mno kupitia madawa, na ikafika hatua akaja kutumia pesa zake kuokoa uchumi wa nchi baada ya kuwa ndiye tajiri zaidi ndani ya bara zima la Afrika. Unajua story yake inatufundisha nini mke wangu? Hapana mume wangu. Ngakali babaika ni kama vile hakuwa pale kwa muda. Kuna muda watu wanafanya mambo mabaya kwa sababu ya lengo zuri tu, na wengine wanafanya maamuzi ya hovyo kwa kuwa tu hawana namna nyingine ya kufanya maamuzi mazuri. Wewe unalionaje hili? Awe ni mtu makini mume wangu, hivyo kama umewaza hivyo mimi siwezi kukupinga. Sawa mke wangu, najua umechoka. Unaweza kwenda kuoga ili uweze kupumzika. Asante kwa kunijali siku zote, ila kama sijakosea nimepishana na gari ambalo bila shaka imetoka hapa nyumbani. Yaani kweli naweza kujua ni akina nani wale? Ni watu ambao walikuja kunihoji kuhusu wewe. Mume wangu unanitisha. Mke wangu, kwani kuna jambo la hatari au ambalo sio sawa unalifanya? Sina maana hiyo mume wangu. Ni watu ambao wanahusika na kudhibiti madawa ya kulevya. Wanatafuta nini hapa? Hata mimi nilikuwa na swali kama la kwako. Mimi sijui lote ile mume wangu. Unaweza kwa nini unahitaji taarifa zako? Sijajua, maana hata mwenyewe wamenifuata ofisini. Wamesemaje? Waliuliza kama taasisi yetu inahusika na utakatishaji fedha. Je, ni kweli? Mume wangu, na unaamini kama mimi naweza kuhusika kwenye mambo kama haya? Nakujua vizuri mke wangu, uweze, ila nauliza tu. Hapana, tangu niajiriwe kampuni yetu haijawahi kabisa kukumbana na kadhia za namna hii. Unaweza kawa ya usiki, je una uhakika na wengine? Ndio mume wangu. Mimi ndiye mhasibu mkuu wa taasisi, kwa hiyo najua hesabu zote za kampuni, hakuna sehemu hata moja ambayo ina mkanganyiko. Ndilo jambo ambalo nimewaambia. Ni kawaida kwa watu kuanza kuuliza tu kila sehemu pale ambapo wanakuwa wamekosa ushahidi wa moja kwa moja juu ya nani na nani ambao wanaweza kuwa wanahusika, na ndio maana huenda wanakuwa na batisha kampuni zenye majina makubwa mama.
Nashukuru kwa kunielewa mume wangu. Safari yako Nairobi ilikuwaje? Maana umerudi haraka. Yule bwana ambaye nilikuwa nafanya naye biashara aliamua kukamilisha mapema tu, maana kila kitu kilikuwa sawa, na ndio maana hata sijatumia muda mrefu kukaa kule, biashara ikawa imeisha, nikaamua kurudi zangu nyumbani tu. Na bahati kubwa kukupata wewe kama kiongozi wa familia hii. Lili ataletwa weekend kutoka shule, nafikiri itakuwa ni siku nzuri sana kwa familia. Nawapenda sana wewe na mwanangu. Walimaliza mazungumzo yao kwa njia ya amani, ila kila mmoja alikuwa anajua mwenzake ni muongo. Ndio alikuwa amefika njia panda kiasi kwamba wote walianza kuishi kwa kunafikiana ndani ya nyumba. Na ndoa ikifika hapa, msikilizaji, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Kwenda hiyo. Upande mwingine wasimulizi. Tengo na Leila walikuwa na taarifa za kuanzia kwenye hiyo kesi, lakini kwa wakati huo zilikuwa zipo juu na juu ya uwezo wao, na kama wangeendelea kulazimisha basi wangeharibu kazi hiyo ambayo walikuwa wameipambania kwa jasho na damu. Hivyo waliamua kurudi kwa bosi wao, yani mkurugenzi wa DEA Tadigo Mgesa na msaidizi wake Lala Minengo. Imekuwa haraka, ila nina imani mmekuja na taarifa za kutosha na kuridhisha. Mzee kama ameongea akiwa na uangalia kwa umakini wakati ambao walienda ofisini kwake. Ndio boss, tuna taarifa nzuri, ila kwa sasa hivi zipo nje ya uwezo wetu. Tunahitaji msaada wako. Una maana gani kuniambia hivyo? Tengo alikuwa ametoa bastola 2 na kuziweka juu ya meza. Hizi ni moja kati ya silaha ambazo nilizipata kwa watu ambao walinivamia nikiwa napeleka madawa Mabibo. Zina maana ipi kwangu? Inamaanisha huu mtandao ndani yake una watu wengi sana ambao wapo sehemu tofauti tofauti, na huenda ni vita za wauza madawa kulevya kwa wenyewe. Hili inaweza kuwa ni faida kwetu kwa baadaye, maana kama tukifanikiwa kuwagonganisha hawa watu, basi wanaweza kuanza kuibuana wenyewe kwa wenyewe, kazi ikawa rahisi zaidi kwetu. Lazima nimesema una taarifa nzuri, na hizo sio taarifa nzuri kwangu. Kweli inamaanisha kwamba hawa watu wana watu wakubwa ambao wapo nyuma yao. Viongozi? Ndio. Umejuaje hilo? Kwa sababu hizi silaha hazijasajiliwa sehemu yoyote ile, ni kama hazijawahi kuwepo nchini. Unamaanisha kuna viongozi ndio wanaofanikisha haya, si ndio? Na hakika na hilo, japo kwa sasa sina uwezo wa kudhibitisha. Kuna watu nitawapa wafuatilie kuhusu hizi silaha, tuweze kuona, tunaweza kujua ni wapi zimetoka. Nashukuru kwa hilo. Ila sababu ya kuja hapa ni kwamba tumeijua kampuni ambayo inahusika na utakatishaji wa fedha. Hizo ndizo habari ambazo ulikuwa unatakiwa kuanza nazo kuniambia. Ni ipi sasa? The Global. Na hisi sijasikia vizuri. The Global. Oh no. Boss, kuna tatizo? Mna hakika na hizi taarifa? Ndio boss. Hata Elena naye ametuthibitishia hilo. Yule kiongozi alionekana kusimama na kuanza kuzunguka mle ndani kama hakuwa sawa. Wakabaki wanashangaa. Boss, kuna tatizo gani? Mmoja kati ya watu ambao wana hisa wakubwa sana hiyo kampuni ni makamu wa rais. Lala Minengo ambaye alikuwa ni bosi wao msaidizi, aliwapa jibu ili wafahamu sababu za bosi wao kuwa vile. Kwa hiyo tunafanyaje? Mnahitaji msaada gani kwangu? Hao watu ndio wahusika wakuu kwenye hili, na sasa hivi hatuwezi kudhibitisha kwa maana upatikanaji wa taarifa zao ni mgumu sana. Hivyo tunahitaji msaada kutoka idara ya usalama wa taifa. Mnataka usalama wa taifa huo usike kwenye hili? Kama mambo yakienda vizuri, hawa ndio watu pekee ambao wanaweza kupata taarifa za ile taasisi bosi. Kama unachokisema ni kweli, maana yake ni kwamba natakiwa kuongea na rais ili aweze kuketi na mkurugenzi wa usalama wa taifa. Ndio bosi, kwa sasa hivi sisi tutasubiri amri yako kwanza kuweza kuendelea. Asiwezi kuahidi kama ili litafanikiwa, ila nitaongea na rais. Kwa maana hiyo Elena anaweza kurudi bosi? Ndio kwanza hii kazi inaanza. Hawezi kurudi kwa sasa hivi kwa sababu hatujampata mtu hata mmoja kwenye hili. Ndio kwanza hii kazi inaanza. Hawezi kurudi kwa sababu kwa sasa hivi hatujampata mtu hata mmoja kwenye hili. Ndio kwanza hii kazi inaanza. Hawezi kurudi kwa sasa kwa sababu hatujampata mtu hata mmoja kwenye hili. Ni kushtukia kampuni nzima, ila sio watu wote kwenye kampuni wanahusika na ile. Vinginevyo mngekuwa mmekuja na ushahidi wote hapa. Kwa sasa hivi maisha yake yanazidi kuwa hatarini. Unahisi sijui hilo? Hawezi kutolewa kule kwa sasa hivi, hivyo kuweni wavumilivu na mzidi kumwombea tu mambo yaende sawa. Ngoja nitoe taarifa Ikulu nione kama naweza kupata nafasi ya kukutana na rais siku ya leo, maana jambo hili linaonekanika kuwa ni zito zaidi kadri muda unazidi kwenda. Walitoka na kumwacha kiongozi alikuwa anaangalia na mwenzake. Moja kati
ya wakuu wa nchi, hususan namba 2 wa nchi, alikuwa ni mmoja kati ya wawekezaji wakubwa kwenye ile taasisi. Hivyo hata kuifikia ile taasisi ilikuwa ni jambo gumu na la hatari mno. Twende Ikulu, msikilizaji. Tadilu Manzeki ndiye alikuwa rais wa Tanzania. Ni mzee mmoja ambaye alikuwa na misimamo mikali mno, na hakuwa mtu ambaye alikuwa anapenda kuona mtu yote anacheza vibaya taifa lake. Wajibikaji wake ulifanya kupunguza matatizo mengi kwa jamii za watu wake na hata serikalini. Kwa sehemu kubwa ya majukumu, nidhamu na uwajibikaji viliongezeka. Alikuwa ameketi na washauri wake wakiwa wanaongea mambo kadhaa kuhusu baadaye ya taifa lake. Sio muda nakutana na Tagido Mngesa. Kuna kitu anahitaji msaada wako bosi? Ndio. Kakwambia ni kitu gani? Hatujafikia huko bado, hata mimi nasubiri niweze kuona ni jambo gani ambalo anahitaji nimsaidie nalo. Kwani wewe una mpango gani kuhusu hili swala? Nasubiri anipe ripoti yake kwanza ndipo nitafanya maamuzi. Kama unaamua kwenda nalo hili, basi maamuzi yanatakiwa kugusa sehemu zote za muhimu, kiongozi. Kivipi? Hawa watu aina hii wanakuwa na nguvu kubwa ndani na nje ya serikali, lakini kuna wakati hata uchumi huaga unakuwa kwenye mikono yao. Nakumbuka mwaka 2004 kulikuwa kuna anguko kubwa sana la uchumi duniani, na hawa watu ndio ambao walikuwa wameokoa uchumi wa dunia. Hawatakiwi kwenye jamii, ila pia namna ya kudili nao inatakiwa kutumia akili zaidi ili kusaidia kuokoa uchumi wa nchi. Mnaweza kwenda kwa sasa. Mzee, nendeni. Aliwataka washauri wake waondoke baada ya Tagido kufika, kwani alikuwa anahitaji mazungumzo yao yawe ya watu wawili pekee. Heshima yako kiongozi. Unaweza kuniambia jambo ambalo limekufanya ukahitaji kuonana na mimi haraka? Ndio mkuu, ila na kuhakikishia sio taarifa nzuri kabisa. Sijakwambia uje hapa kunipa taarifa nzuri. Nadhani nakumbuka nilipokuambia nitahakikisha hili swala la madawa kulevya na livalia njuga na kuna nalo sari moja. Nakumbuka. Sasa nisambaze vijana wangu kwenye baadhi ya maeneo ili kupata taarifa za yanayoendelea. Tumefanikiwa kujua mzee utakatishaji fedha ambao ndizo zinatumika kwenye mzunguko wa dawa za kulevya. Na kama huu mzizi ukikatwa, manake ni kwamba tutamaliza tatizo la madawa kulevya na hata mzunguko wa utakatishaji fedha wote unaweza kukoma na wahusika wakawa wamekutana mkono wa sheria. Nidhani taarifa zingekuwa njema kwako. Jina la taasisi ambayo inahusika ndilo ambalo linafanya taarifa hizi kutokuwa nzuri. Itaje? The Global. Hao usafirishaji. Rais mwenyewe alisimama na kuzunguka hatua kadhaa kwenye ofisi yake kisha karudi tena mezani. Una hakika na hizo taarifa? 100%. Unatambua kuhusu makamu wa rais? Ndio mheshimiwa, tunajua kama naye ni mmoja kati ya wanahisa wakubwa kwenye ile kampuni. Kwangu ulikuwa unahitaji msaada gani? Kwa rasilimali zetu hatuwezi kuthibitisha uhusika wa moja kwa moja kwa hii taasisi ambayo ni kubwa na ina matokeo makubwa kwa uchumi wetu, hivyo tunahitaji msaada wa watu wa idara ya usalama wa taifa. Ukiwa na maana ya mimi niongee na mkurugenzi na kumpatia maagizo ya kuwatumia watu wake kuchunguza hili? Ndio mheshimiwa. Na kuuliza tena, una uhakika na taarifa yako? Ndio mkuu. Kwa sasa hivi sitachukua maamuzi yote mpaka nithibitishe kuhusu hili, hivyo nitaongea na mkurugenzi atakusaidia, lakini kama ikija kujulikanika taarifa hazina ukweli, basi wewe na watu wako wote mtafukuzwa kazi. Nadhani unalielewa hilo. Nalielewa bosi. Unaweza kwenda. Utapigiwa simu kupewa maelekezo juu ya nini kinaendelea kufuata baada ya hapa. Rais alibaki mwenyewe ofisini kwake. Taarifa kama zile hazikuwa njema na zilikuwa zinahitaji maamuzi magumu, maana namba 2 wake alikuwa anahusika kwenye ile taasisi, na swali kubwa ambalo alikuwa anajiuliza mwenyewe ni kama taarifa zilikuwa za kweli. Je, makamu wa rais alikuwa anahusika moja kwa moja na swala lile au hakuwa anajua kinachoendelea kwenye ile taasisi? Alivuta simu yake na kumpigia mkurugenzi wa usalama wa taifa na kuhitaji kesho mapema ofisini kwangu uwe mtu wa kwanza kabla mtu yote kufika. Alikata simu na kubeba koti lake akihitaji kwenda kukutana na namba 2 wake usiku huo nyumbani kwake. Upanga. Yalikuwa ni makazi binafsi ya makamu wa rais ambaye muda mwingi alikuwa akipenda kuwa huko na familia yake. Bwana Treno Jiba alikuwa mmoja kati ya wanasiasa ambao nje na siasa walikuwa na mafanikio makubwa kwenye upande wa biashara, na hata sehemu kubwa ya kampeni za Rais Tadilu Manzeki ni yeye alikuwa ametoa pesa zake mfukoni, kwa sababu yeye alikuwa mgombea mwenza. Hivyo watu hao wawili walikuwa zaidi ya marafiki na walikuwa wanaheshimiana. Usiku kama nilipata taarifa ya kwamba rais alikuwa anamtembelea nyumbani kwake, hali ambayo ilimfanya kuamka haraka kwani alikuwa ni bosi wake. Sikutarajia kukuona hapa mheshimiwa tena muda kama huu. Kwema huko utokako?
Naweza kusema sio kama ndio maana nipo hapa. Kuna kitu ambacho naweza kufanya kusaidia hilo mheshimiwa? Ndio, kwa kuongea na mimi hapa. Unajua sisi wanasiasa kuna muda tuna maisha ambayo hatuwezi kuyaweka wazi kwa familia zetu kwani ni siri za nchi, hivyo hata mke wangu pia sikuona kama natakiwa kuongea naye usiku wa leo zaidi ya wewe namba 2 wangu ambaye tunaweza kuongea hata mambo ya ndani kabisa kwa uhuru, ukizingatia sisi ni marafiki, ukiweka pembeni siasa. Upo sahihi kabisa kwa hili. Ni kipi naweza kufanya kukusaidia mheshimiwa? Treno, mbali na siasa sisi sote hapa ni wafanyabiashara. Hebu leta draft kwanza nikufungie kidogo hapa na kukuchangamsha akili yako katika tunaongea mawili matatu, kuirudisha akili yangu kwenye hali ya kawaida. Makamu Tabasamu, draft ilikuwa ni mchezo pendwa sana wa rais, kwani ni mchezo ambao ulikuwa unaongeza uwezo wa kufikiria hata hatua 5 mbele. Hivyo alipenda kutulia chini akiwa na mambo mengi na kucheza, kwa kuwa hakuwa anahitaji mtu kutumia nguvu za mwili bali nguvu za akili zaidi. Walianza kusukuma keti taratibu kwa rais akiendeleza pale alipokuwa ameishia. Mimi sina uwezo wa kuwarithisha wanangu hiki kiti cha urais wala wewe huo umakamu, na ndio maana wote hapa tumewekeza nje ya siasa zetu. Nimejifunza mengi kwenye biashara kupitia wewe, kwani ulikuwa umefanikiwa kabla yangu, ila kwa sasa hivi mimi ni bosi wako na ndo maisha yenyewe jinsi yalivyo. Sasa kwenye haya maisha ya biashara tunakutana na mambo mengi sana mazuri na mengine yanakuwa yanatisha, ila kuna mengine pia yanafanya tunaingia hata kwenye migogoro na watu ambao tunawapenda kwa sababu ya biashara ambayo nyuma yake ni pesa. Unaweza kuniambia ni makosa gani ambayo binadamu wanayafanya kwenye hili treno? Makosa mengi yanafanywa kwenye nadharia ya biashara mheshimiwa. Unaweza kunieleza kidogo kwenye hilo? Watu wengi ukizunguka mtandaoni, mitaani au hata maofisini pia wana maneno mengi kuhusu biashara ila hawafanyi biashara. Wengi wanaamini kwenye mafanikio ya mdomoni kuliko vitendo. Ukianza kutumia mdomo kuelezea mafanikio ya biashara tayari umeshafeli. Watu ambao wanafanikiwa upande huu hawana muda wa kupoteza kuelezea utamu wa mafanikio ya biashara, bali wanakaa sehemu wanaandaa mipango ya biashara na mikakati ya kufanikisha mipango hiyo, kisha wanatenda. Hivyo kwenye nadharia kuna kufanya ujifaliji kwa kujiaminisha mambo yanakuja kirahisi, ila unakuta umekata tamaa haraka sana, kwani ule utamu wa maneno yako unakuwa hauoni tena. Natamani vijana wengi wangelikuwa wanapata madini kama haya, ila kwa bahati mbaya vitu kama hivi huwezi kuvikuta shuleni, na ndio maana wanajikuta wakiwa wanaingia sehemu ambazo sizo, kwani wanadanganyika na mitandao ya kijamii. Nikiwa kijana mdogo niliwahi kufanya kosa moja kubwa mheshimiwa. Lipi hilo? Kujidanganya mwenyewe. Kwa namna ipi? Nilikuwa nafanya makosa lakini sikuwahi kufikiria kwamba mimi ndiye mkosaji. Kila mara nilikuwa natafuta kumwangushia lawama na kuhisi ndiye sababu ya tatizo langu. Kwa nijikuta nikiwa nakuwa ni mtu wa kukosea kila muda na sirekebishi, kwani nilikuwa naamua kulipuuza tatizo na kutafuta kumwangushia mpira huo, mpaka siku moja nilipokutana na mfanyabiashara mmoja ambaye aligundua hilo, akaniambia ukweli. Moja kati ya makosa ambayo anafanya kwenye ulimwengu sasa ni mtu kuhitaji kutatua matatizo ambayo wanaamini hayapo. Kwa mfano, mtu anajua kabisa kwamba yeye ni maskini, ila anajidanganya kwa kuamini kwamba yeye sio maskini. Hili linamfanya kila siku azidi kuwa maskini mpaka siku ambayo atakili kwamba yeye ni maskini na anatakiwa kufanya jambo ili kujitoa kwenye maisha hayo ya kimaskini. Ndio maana napenda kutulia na wewe kama sipo sawa, kwa sababu uwaga natambua nitapata vitu vingi sana kwa muda mfupi treno. Uwaga najivunia uwepo wako. Hiyo ni heshima kubwa sana kwangu mheshimiwa, na nashukuru mno. Kuna jambo jingine hapa, japo hili linatuhusu sisi wanasiasa. Na kusikiliza mheshimiwa. Upo kwenye nafasi ya juu serikalini baada ya mimi, bosi ni wewe. Nadhani unaelewa ilivyo ngumu kufanya baadhi ya maamuzi, hususan yale ambayo yanakuwa yanawahusu watu wako wa karibu ama ambao unawapenda na hayawafurahishi. Naelewa mheshimiwa. Na hapo ndipo muda mwingine unakuja kuchukia uongozi, lakini uongozi ni pamoja na kufanya maamuzi magumu ambayo kwa namna moja ama nyingine yanaweza yasiwafurahishe baadhi ya watu, ila kuna wakati unakuwa hauna namna, kwani usipofanya unaweza kuangusha taasisi yako. Nadhani unaelewa katika hilo treno. Mheshimiwa anazungumzia nini hapa? Anarudi kwenye pointi ya kwanza kabisa ya sisi kuwa wafanyabiashara ndani ya siasa. Sisi tunawekeza sehemu yote ambayo tunaona kwamba ina faida. Kila mfanyabiashara duniani yupo hivyo. Hakuna mfanyabiashara ambaye anaweza kuweka pesa yake sehemu ambayo hana uhakika kama itarudisha pesa yake. Sasa kuna muda sio kila taasisi ambazo tunakuwa tunawekeza zinakuwa ni sahihi kwa upande wetu. Kuna nyakati tunaweza kuwekeza sehemu ambazo baadaye zinakuwa sizo. Kumbuka sisi pia ni viongozi wa nchi ambao ndio tunafanya maamuzi kama mimi hapa. Unahisi siku
ukijua kwamba moja kati ya kampuni ambazo umewekeza ama ndugu zako wamewekeza au rafiki zako ni kampuni ambayo ni tatizo kubwa sana kwa nchi, unataka kufanya maamuzi gani Treno? Sura Treno ilibadilika. Ni kama mheshimiwa kuna ujumbe alikuwa anajaribu kuutuma kwa kutumia lugha nzuri tu ya maneno. Alimwangalia rais, hakuwa na wasiwasi zaidi ya tabasamu mpana likiwa limeshamiri usoni kwake, huku akiwa ameinamia kuhesabu kete zake za mchezo wa pili baada ya kushinda ule wa kwanza. Nchi inatakiwa kuja kabla mtu yoyote ule. Kama kuna uwezekano wa kuwaokoa hao ndugu au marafiki, manake ni kwanza inatakiwa ujue kama walikuwa wameingia huko wakiwa wanajua kinachoendelea au hawakujua. Kama walijua, manake ni kwamba ni wahalifu. Sasa hapo maamuzi yanabaki kwenye mkono wako kuamua namna ambayo unaweza kuadhibu, na kama hawakujua inatakiwa uhakikishe kwamba wanajua na wanajiweka mbali kama tu unataka kuzipa adhabu hizo taasisi. Umeona sasa shida ya kuwa kiongozi mkubwa Treno? Mheshimiwa, kuna mtu wako wa karibu yupo kwenye tatizo la namna hiyo? Hapana Treno. Kwenye maisha yangu nimejifunza kuwa tayari kwa jambo lolote kwa sababu haujui ni lini haya mambo yanaweza kutokea. Kwa hiyo unakuwa una majibu yote kabla hata ya maswali hayajaulizwa ama nyakati ngumu hazijaja, ili zikija inakuwa ni jambo jepesi wewe kuweza kudili nyakati hizo. Umeona sasa hivi tangu nije hapa akili yangu tayari imekuwa sawa na nimekufunga mara 2. Kwa sasa hivi naweza kwenda kupumzika Treno. Kichwa kimekuwa sawa. Na kutakia usiku mwema rafiki yangu. Rais alimpiga makamu wake begani akiwa ananyanyuka kwenye kiti na kubeba koti lake akaliweka mwilini. Treno hakuwa mtu mjinga. Alikuwa anamtambua vizuri rais wake kwa sababu alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa na uwezo mkubwa sana kichwani. Hakukuwa namna angeweza kuzungumza mambo kama yale kwa sababu eti tu anahitaji kuelewa habari. Alikuwa anazungumza kimtego, manake ni kwamba ule ujumbe ulikuwa unatumwa ni kwake na kuunganisha kwa juu yake mwenyewe kama angeweza kujiongeza. Tanzania Center of Investigation TCI ndio ilikuwa taasisi ya kijasusi ya nchi ambayo ilikuwa inashughulika na usalama wa taifa ndani na nje ya nchi. Ni taasisi ambayo ilianzishwa miaka 15 tangu taifa liweze kupata uhuru, japo mwanzo haikuwa na nguvu kubwa kwa sababu kwa wakati huo siasa za ulimwengu zilikuwa tofauti na hata watu hawakuwa na elimu na mambo ya intelijensia. Baada ya siasa za ulimwengu kubadilika, mataifa yakaanza kuwekeza kwenye rasilimali watu na ndipo taasisi hii ikaanza kuingia kwenye vichwa vya watu wengi. Mwanzo wake haukuwa mzuri kwani ilikuwa inahusishwa na kutumika zaidi na wanasiasa. Ni kama ilikuwa taasisi ambayo ilikuwa pale kwa ajili ya kuyalinda maslahi ya wanasiasa na sio kwa ajili ya taifa lao. Skendo hizo chafu zilifanya watu kuigeuzia mgongo taasisi hiyo mpaka alipopewa mwanamke ambaye alikuwa mkurugenzi wa kwanza wa TCI. Tena watu walikuwa na mdharau na kumdhihaki kwamba ilikuwaje ikawaje akapewa mwanamke akakabidhiwa sehemu nyeti ya taifa kama hiyo. Mwanamama Ziada Mzwane ndiye alikuwa mkurugenzi wa TCI ambaye mpaka muda huo alikuwa amehudumu kwenye taasisi hiyo kwa miaka 12. Miaka ya kwanza alihudumu chini ya rais wa zamani ila Bwana Tadilu Manzeki. Baada ya kuona kazi kubwa ambayo ilifanywa na mwanamama huyo, aliamua kumbakisha hapo hapo yeye akiwa na miaka 2 tu kwenye uongozi, na ndipo walikuwa wanahitajika kukutana upya ili kuzungumza habari ambazo aliletewa na Bwana Tadigo Mngesa. Ziada alikuwa ni mwanamke ambaye hakuwa na maneno mengi, alikuwa anazingatia kila ambacho maelekezo ya kwenye makaratasi alikuwa anamtaka yeye akifanye, hivyo alikuwa tayari kushirikiana na rais kwa jambo lolote lile ambalo lingelikuwa na manufaa kwa taifa lake. Mheshimiwa, nimeshtuliwa na simu yako ya usiku wa manane kunihitaji nifike hapa. Nimejimu kuhakikisha nafika kwa wakati, nadhani kuna kitu kitakuwa hakipo sawa. Rais alitabasamu kwa namna maziwa mwenyewe, jambo ambalo lilikuwa ni geni kidogo mwanamama Ziada, japo ni wazi maziwa alikuwa akiyapenda. Kabla ya kuamua ubaki kwenye nafasi, nilikuwa na maswali mengi sana kwa mtangulizi wangu kukupa hiyo nafasi ambayo unayo. Kwanza ilikuwa Desemba ilikuwa inaenda kuangamia, sehemu ambayo ilikuwa inamhitaji mtu imara kuweza kushughulikia tatizo la namna hiyo, ila yeye akakupa wewe, hali ambayo ilinifanya
nihisi hakuwa anajua anachokifanya. Hilo nikaja kumezea, lakini jambo la pili nikamwona mtangulizi wangu ni msaliti kwa kukupatia nafasi hiyo, kwani moja kwa moja nilimwona yeye kuwa msaliti kwa taifa letu kwa kuwa jambo la pili nilimwona mtangulizi wangu ni msaliti kwa kukupatia nafasi hiyo, kwani moja kwa moja nilimwona yeye kuwa msaliti kwa taifa letu kwa kuwa nilitambua wewe ni raia wa Afrika Kusini. Kwenye historia ya zile dola zenye nguvu kubwa, mojawapo ilikuwa ni dola ya Zwane kabla ya kuibuka kwa Shaka Zulu. Sasa hilo jina lako la mwisho la Mzwane lilinifanya niamini kwamba wewe ulikuwa ni unatokea Afrika Kusini, hivyo nikamini utakuwa ni mamluki ambaye umekuja kulitafuna taifa letu. Ila mwisho wa siku kumbe mjinga nilikuwa mimi, kwa sababu nilikimbilia kuhukumu kitu ambacho sikuwa na taarifa nacho. Kupitia wewe nimejifunza kuto kuhukumu watu bila kuwa kwenye nafasi zao au kujua ni kipi kinaendelea kwenye maisha yao. Nashukuru kwa muwazi kwangu mheshimiwa, hata hivyo sikulaumu, maana wewe sio wa kwanza. Ni wengi ambao wamewahi kunisema vibaya, na kipindi kile watu walikuwa wanaliliki hata kunitukana na kunzalilisha utu wangu baada ya kupewa hii nafasi, ila sikuwahi kujali, kwani hapa kilinileta ni kufanya kazi na sio kuanza kuwaza kwamba mtu fulani anasema nikosa mimi. Bango alikuwa mtafutaji ambaye kwenye utafutaji wake alikataliwa na kila mtu mpaka ndugu, hivyo akaja kusaidiwa na mtu ambaye alikuwa anatokea Afrika Kusini na ndiye Mzwane mwenyewe. Babangu aliamua kujiita hili jina kama heshima kwa mtu huyo ambaye alibadilisha maisha yake, wakati ambao Watanzania ambao wanapiga makelele walikuwa wamemkatana. Tokea hapo ndipo jina hili likawa limezaliwa. Sasa mtu mla mwingine ni mpaka aambiwe au awe na taarifa hizi ndipo anaweza kuelewa kwamba anafanya makosa makubwa sana kunihukumu, ila halijawahi kabisa kuniumiza. Jambo la msingi ni wewe kuniamini, kuendelea kuniweka kwenye nafasi ambayo wengi waliamini mwanamke aweze kuifanya kabisa, ila kwa sasa hivi kila mtu anatamani kuwa hapa. Ubora wa kazi yako ndio ambao ulinifanya mimi nikaendelea kuwa na wewe kwenye hiyo nafasi, lakini ndio sababu ambayo imenifanya na kuhitaji asubuhi yote na kusikiliza mheshimiwa. Mimi na wewe wote tunajua namna jinsi madawa kulevya alivyo haribu kizazi hiki pamoja na vijana wetu ambao wanategemewa kwa taifa la kesho. Naelewa mheshimiwa. Kwa ripoti zilizopo, kama jambo hili likienda kwa muda mrefu, basi taifa linaweza kuingia sehemu mbaya, na sio kizazi hiki tu kitakachoharibika, bali wauzaji wengi wa madawa kulevya wataigeuza Tanzania kuwa maskani yao kubwa na sehemu ya kusambazia dawa za kulevya kwa ukanda wote wa kusini mwa jangwa la Sahara. Hivyo mamlaka husika ilikuwa imelivalia njuga swala hili kuhakikisha kwamba wanawatafuta wahusika, lakini baadaye walitambua ya kwamba watu hao kwa sasa hivi wamehamia kwenye utakatishaji fedha ili kuhalalisha pesa za madawa kulevya kuonekanika kuwa za halali. Hili likawa limewafanya kuanza kuchunguza baadhi ya watu ama taasisi ambazo zitakuwa zinahusika na jambo hili, na ndipo baada ya msaada wako, na ndipo hapa msaada wako umeonekana kunahitajika ili jambo hili liweze kuendelea. Ni sehemu ambayo mimi nitakuwa nahitajika. The Global wanataka kuniambia ndio wanahusika na huu mtandao. Nasikitika kusema hivyo. Kuna ushahidi wa moja kwa moja? Hilo lingewezekanika, maana yake ni kwamba mimi na wewe tusingekuwa hapa sasa hivi. Mkuu, unawaza kile ambacho nakifikiria? Hata mimi nimewaza hilo jambo, lakini nimejipa muda. Najua unatambua kwamba makamu wa rais ni mmoja kati ya wawekezaji pale, jambo ambalo kisheria ni halali. Hakuna sehemu anazuiliwa kufanya hivyo, ila hata utakuwa unajiuliza kama anajua au hajui kinachoendelea. Nitaka kuuliza hilo mheshimiwa, maana yule mtu ukiacha kuwa namba 2 bado ni rafiki yako mkubwa sana wa muda mrefu. Ndio sababu unatakiwa kuhakikisha kwamba unalichunguza ile jambo kimya kimya, kwa sababu haitakiwi mtu yote kushtuka wala kujua kwamba nini kinaendelea. Natambua kutakuwa kuna watu wako sehemu za muhimu sana, hivyo taarifa hizi zinatakiwa kuwa za siri na usiri mkubwa mpaka pale ambapo nitapata uhakika. Andaa timu ya watu ambao wewe unawaamini na unahisi kwamba wanaweza kulipambania taifa lao kwa udi na uvumba, na ndio waweze kukaa kwenye hiyo nafasi, kwa sababu vinginevyo tutachelewa na hakuna jambo ambalo tunaweza kuliokoa. Na vipi mheshimiwa kama ikitokea yeye anahusika? Sitaki hata kuliwaza hilo swala kwa sasa. Kwa uzoefu wa kazi yangu na wakati unatakiwa kuzifanyia kazi hata taarifa ambazo zinakuwa zinakukela kwa wakati huo, kwani kuna muda zinaweza kuwa ndio sehemu pekee ambayo unapata majibu sahihi ya kile ambacho unakuwa kitafuta. Hebu fikiria itokea rafiki yangu wa karibu anahusika na mimi ni rais, ungefanya nini? Na sio rafiki tu, bali huyo mtu ni makamu wa rais wa Tanzania. Kama ikitokea hili likatambulika, serikali haitakuwa hii tena. Serikali itayumba, na hata mimi mwenyewe
hakuna mtu ambaye atakayeniamini tena, kwa sababu itaonekanika na husika moja kwa moja na jambo hili. Na ndio maana naombea hata kama haya mambo yapo kwenye ile taasisi, basi yeye awe hakuwa anajua kuhusu hili. Hakuna njia moja tu ya kuyapatia majibu kuhusu hili mheshimiwa, ila jiandae kwa taarifa zote ambazo zinaendelea. Ziada, kwa nafasi yangu sio rahisi kufanya maamuzi ya kila siku kuwafurahisha mamilioni ya watu. Watu wengi wanapenda kulalamika na kutoa lawama, ila uhalisia ni kwamba hawaelewi ni mangapi ambayo unakuwa unapitia ukiwa hapo kwenye nafasi yangu. Watu nje wajui yanayokuwa yanaendelea ndani, wao wanaangalia tu ambayo yanakuwa yanaongelewa kwenye mitandao ya kijamii tu. Hivyo kila siku naamka nikijua kwamba natakiwa kwenda ofisini kufanya maamuzi ambayo yanaweza kuwa na manufaa kwa miaka 20 ijayo, ila kwa mwaka huu kila mtu anaweza akayachukia kwa sababu hajui kilichopo, na uwezo kaanza kutangaza siri za nchi. Mheshimiwa, unataka kusema nini? Asemi kwamba itakuwa, ila kama itatokea Tremo akawa na husika moja kwa moja kwenye hili, upo tayari kuwa makamu wangu wa rais? Ile swali ziada ni kama hakuamini kama aliulizwa yeye. Aliangalia kando kama kuna mtu mwingine labda alikuwa ameingia, ile alikuwa ametambua ni yeye peke yake ambaye alikuwa yuko mle ndani. Mheshimiwa, haina haja haraka. Kama haupo tayari unaniambia tu, na kama unahitaji muda wa kufikiria kuhusu hili unaweza kusema. Na hata hivyo sikuhakikishi hii nafasi moja kwa moja, ila kama mambo yakienda vile ambavyo sitaki yaende, na kuona mtu ambaye anaweza kumwamini kwenye uongozi wangu. Mheshimiwa Rais, nafasi naona kabisa ni kubwa kwangu. Sijawahi kuwa kiongozi kwenye taasisi ya kisiasa. Naweza pia kuwa mshauri wako mkuu wa maamuzi ya taifa zima, na baadaye naweza vipi kuwa mshauri wako mkuu wa maamuzi ya taifa zima na baadaye ya watu wote ikiwa sielewi lolote? Mwandishi mmoja aliwahi kusema, huenda ulimwengu wa kisasa unahitaji zaidi viongozi wa darasani, ila kuna wakati dunia inahitaji viongozi wa asili. Umehudumu kwenye nafasi ya kumshauri mambo ya kiusalama mtangulizi wangu kwa miaka 10. Umekaa na mimi kwa miaka 2, muda ambao unakaa na mimi tayari unajifunza siasa na namna ya kuweza kuishi kwenye siasa, na kwenye nafasi yako kuna watu wengi sana ambao wanaweza kuhakikisha kila kitu kinaenda vile ambavyo inatakikana. Na kama nikisema ndio, you will be my vice president. Akimwonyesha kama utakuwa ni makamu wangu wa rais. Wote walikuwa wametulia kwanza, maana zile taarifa zilikuwa zimeufanya moyo wa mwanamume yule kuwa na furaha ambayo haikuwa na kifani. Inaonekana ni mwanamke ambaye ulizaliwa kwa ajili ya kutengeneza historia hapa duniani. Umekuwa mwanamke wa kwanza kuwa mkurugenzi wa TCI. Kuna uwezekano pia ukawa ni makamu wa kwanza wa rais mwanamke ambaye historia ya taifa hili itaiandika. Nani anajua future ilichokuandalia? Unaweza kuwashangaza watu siku moja ukawa rais wa kwanza mwanamke wa taifa hili Ziada. Kuna wakati Mungu anawatumia wanadamu kukuonyesha ukuu wake, na usipokuwa mtu wa kushukuru unaweza usilione hilo, ila kwenye maisha yako hakikisha kwamba hauachi kizembe nafasi ambazo unajua una uwezo nazo, kwani utakuja kujutia uzeeni ukiwa hauna uwezo wa kurekebisha chochote kile tena. Yalikuwa ni maneno mazuri ambayo yalikuwa yanavutia, lakini pia ndani yake yalikuwa na saa za kutosha. Nimekubali mheshimiwa. Kwenye nafasi yako sitaki kuambia maneno, lakini naweza kusema karibu kwenye ulimwengu wa siasa. Ulimwengu wa fitna, ulimwengu wa watu wabaya na watu wasiokuwa na huruma. Ulimwengu ambao unaishi kwenye ukweli wa kufikirika tu, kwa sababu uongo ndio sehemu sahihi ya hii dunia, ila haya yote sio mageni kwako kwa sababu tayari unayajua Ziada. Wewe unaishi na wanasiasa ambao unawachunguza kila siku, una taarifa za watu wengi wenye taifa hili, na wengi unaweza kuwafikia. Unahisi nini ambacho kitakushinda kwenye siasa? Nimefurahi kusikia maneno kama hayo kutoka kwa mheshimiwa. Shukrani sana. Ya muda wa kunishukuru bado. Kwa sasa hivi unatakiwa kuifanya kazi yako kwanza na kuhakikisha unanipatia majibu ambayo ni sahihi na ushahidi wa wazi kabisa, ili nifanye maamuzi magumu, kwa sababu hata kama atakuwa nani, ila kama ameamua kwenda kinyume na mimi, basi sitamwacha. Naanzia wapi mheshimiwa? Nadhani ni muda wewe kukutana na Tagido Mngesa ambaye ndiye atakupatia taarifa zote. Mkurugenzi simana kutoa heshima, kisha wawili wale wakawa wamepeana mikono ya heri. Ile jambo hakuwa anaenda tu kulifanya kama mkurugenzi, lakini pia kama mtu ambaye alikuwa anaitaka nafasi ya makamu wa rais. Hivyo alikuwa anaenda kuifanya kwa moyo wake wote, ukizingatia alikuwa na ruhusa ya bosi wa nchi. Kazi ilikuwa kwa makamu wa rais, lakini je, walikuwa wanamjua mtu mwenyewe kiundani au wanaenda tu kichwa? Msikilizaji, tuachie uhondo huu hapa katika sehemu hii hapa ya 3 ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la My Wife is a Drug Dealer.
Yaani kwamba mke wangu ni muuzaji wa madawa ya kulevya. Katika sehemu ya 4 tutaendelea. YouTube channel Simulizi Max, WhatsApp 0677 062012. Nahisi kama yule jamaa kuitwa nani yule? Amigo sijui. Analalamika kwamba mke ni muuzaji wa madawa ya kulevya. Mbona kama usalama wa taifa hivi na muhisi hivi? Au sio? Unashangaa kesa ndio kabidhiwa yeye, anaanza kufuatilia kampuni ambayo anafanya kazi mke wake, ambaye hiyo inamilikiwa kwa sehemu kubwa na makamu wa rais. Lakini hapo kuna mkurugenzi wa usalama wa taifa anatakiwa achukue nafasi ya makamu wa rais. Itakuwaje? Tukutane katika sehemu ya 4. Bye bye. Karibu sana msikilizaji kwenye sehemu ya 4 ya simulizi yetu nzuri inaitwa My Wife is a Drug Dealer. Katika sehemu yetu tumeishia pale ambapo rais alikuwa muita mkurugenzi wa usalama wa taifa na kuamua kumpa kazi ya kuweza kufuatilia kampuni ambayo mwekezaji mkubwa anaonekana kuwa ni makamu wa rais, lakini anahusisha na uuzaji wa madawa kulevya na kutakatisha fedha. Wakati wake amempa ahadi huyo mkurugenzi wa usalama kwamba baada ya kufanikisha kuthibitisha kwamba makamu wa rais anahusika na ubadhirifu wa uchumi, basi yeye huyo mkurugenzi atapata nafasi ya kuwa makamu wa rais. Akanamwambia kwamba kwenye nafasi yako sitaki kuambia haya maneno, lakini naweza kusema karibu kwenye ulimwengu wa siasa, ulimwengu wa fitna, ulimwengu wa watu wabaya na watu wasiokuwa na huruma, ulimwengu ambao unaishi kwenye ukweli wa kufikirika tu kwa sababu uongo ndio sehemu sahihi ya dunia hii. Ila hayo yote sio mageni kwa sababu tayari unayajua ziada. Wewe unaishi na wanasiasa ambao unawachunguza kila siku na taarifa za watu wengi kwenye taifa hili, na wangu unaweza kuafikia unahisi ni ambacho kitakushinda kwenye siasa. Alimefurahi kusikia maneno haya kutoka kwako Mheshimiwa Rais. Shukrani sana. Muda wa kunishukuru bado. Kwa sasa hivi unatakiwa kuifanya kazi yako kwanza na kuhakikisha kwamba unanipatia majibu ambayo ni sahihi na ushahidi wa wazi kabisa ili nifanye maamuzi magumu, kwa sababu hata kama atakuwa nani, ila kama ameamua kwenda kinyume na mimi basi sitamwacha. Naanzia wapi Mheshimiwa? Anadhani muda wa kwenda kukutana na Tagido Mngesa ambaye ndiye atakaye kupatia taarifa zote. Mkurugenzi alisimama na kutoa heshima, kisha wawili wale wakapeana mikono ya heri. Ile jambo hakuwa anaenda tu kulifanya kama mkurugenzi, lakini pia kama mtu ambaye alikuwa anataka nafasi ya makamu wa rais, hivyo alikuwa anaenda kuifanya kwa moyo wake wote, ukizingatia alikuwa na ruksa kutoka kwa bosi wa nchi. Kazi ilikuwa kwa makamu wa rais, lakini je, walikuwa wanamjua mtu mwenyewe kiundani? Hapo ndipo tulibaki na maswali msikilizaji, na hii ndio sehemu ya 4. Tutapata majibu ya kutosha. YouTube channel Simulizi Max, WhatsApp 0677062012. Tunaendelea na simulizi yetu. Kisa ilikuwa kinasindikiza mazungumzo mazito ya watu wawili ambao walikuwa wasimamizi wa taasisi zao. Mazungumzo yalipaswa kuwa kati ya Tagido Mngesa ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa DEA na mwanamama Ziada Mzwane ambaye alikuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa, lakini mzee huyo hakufanya hivyo, bali alimtaka msaidizi wake Lala Minengo ndiye aweze kukutana na mwanamama huyo ili waelewane vyema kama wanawake. Wanamama hao ambao walikuwa wote na nyadhifa kubwa walikutana mbele ya bwawa la kuogelea, sehemu ambayo ilikuwa imetulia umbali mdogo tu kutoka ilipokuwa bahari. Imekuwa ni bahati kubwa sana kwa kukutana na mkurugenzi. Lala alikuwa ameongea kwa sauti ambayo ndani yake ilikuwa na furaha na sio chuki. Na furahi zaidi kuona wanawake siku hizi tunaonekana kwenye sehemu kubwa za maamuzi kama hivi. Ni jambo ambalo linazidi kuleta moyo, na mwisho wa siku tunaamini kwamba kwa sasa wanawake na sisi pia uwezo unazidi kukua mpaka tunaaminiwa namna hii. Hilo ni jambo ambalo ni ndoto ya kila mwanamke. Hilo ni jambo ambalo ni ndoto ya kila mwanamke. Kwa bahati mbaya wanawake tunachukiana wenyewe kwa wenyewe. Usishangae kwenye hizi nafasi zetu wengi ambao wanatamani tutoke ni wanawake wenzetu kuliko hata wanaume. Ni asili ya wanawake, nadhani tunapaswa kuzizoea. Ni asili ya wanawake, nadhani tunapaswa kuizoea, kuipokea na kuishi nayo. Sasa nadhani tuende moja kwa moja kwenye jambo ambalo limetukutanisha hapa muda huu. Wawili wale walikuwa wameketi chini kwa ajili ya jambo lile ambalo lilikuwa limewapeleka sehemu ile. Nadhani mheshimiwa amekupatia dodoso kuhusu yanayoendelea. Ameniambia tu kwamba mnahitaji msaada wangu, hajaniambia mambo mengine ya ndani, na ndio maana nipo hapa kukusikiliza. Lala kuwa na namna zaidi ya kuanza kumsimulia hatua ambazo walikuwa wameanza nazo mpaka pale ambapo walikuwa wamefikia kwa wakati ule.
Hizi habari unahakika nazo kwa asilimia ngapi Lala? Naamini vijana wangu hivyo ni 100%. Una uhakika na jibu lako? Ndio. Unaelewa makamu wa rais ni mmoja kati ya watu ambao wapo kwenye hili? Naelewa. Upo tayari kwenda na matokeo yote ambayo yatakuja baadaye ili kuibuka? Ndio. Sasa kwa nini vijana wako wanakurupuka namna hiyo? Sijakuelewa bado. Hizo mbinu ambazo wanazitumia kwenda kuwatisha wahusika wakiamini kwamba watawafanya kuogopa na kuanza kutoa siri ni mbinu ambazo zilikuwa zinatumika zamani na sio sasa hivi. Na hapa amefanya kazi kuwa ngumu zaidi kwa sababu wahusika kama walikuwa wameacha baadhi ya mianya, maana yake ni mpaka muda huu wataanza kuiziba. Kwa hiyo tunataka kufanya nini? Kwa sasa hivi wafanye kazi tu ambazo zinawahusu za kuchimbua taarifa mtaani. Kuhusu watu na kampuni wahakikishe kwamba wanakaa mbali, hili nitalisimamia mimi mwenyewe. Na huyo binti wa Nairobi kama kuna taarifa zote anazileta natakiwa kujua mapema kabla ya kufanya maamuzi yote yale. Azani kama watakubali kuachana na jambo ambalo wao ndio wamelianza. Ngoja ni kutafunia haya maelezo. Mpaka sasa vijana wako wamepiga hatua 10 ila wamepunguza hatua 5 nyuma kwa kurupuka. Huenda kwa sababu wana haraka ya kufanikisha jambo hili. Ila mpaka sasa hivi uwezekano wa kuwapata hawa watu kwa 15% tu kati ya 100%. Wamesha wataarifu kwamba wanawafuatilia kwa ukaribu, jambo ambalo ni kosa kubwa sana wamelifanya hivyo. Hili nitalisahihisha mimi. Kuhusu sifa, hata ili jambo likifanikiwa mimi sitakuja mbele na kusema kwamba nimefanya mimi hivyo, sifa zitakuja kwenu hivyo kama hilo linakupa wasiwasi, ondoa shaka. Vijana wako waendelee kufanya kazi lakini wasivuke hiyo mipaka, labda kama mpo tayari kuifanya wenyewe, kwa sababu kila hatua moja inaenda kuhatarisha maisha ya vijana wangu. Na kuwa na vijana wa kurupukaji namna hiyo kunaweza kunifanya mimi nikapoteza vijana wangu, na sipo tayari kwa jambo kama hilo. Natupenda kumenielewa. Nimekuelewa, nitaweka sawa kwenye hilo. Nimekuelewa na nitawaweka sawa kwenye hilo. Na vipi kuhusu huyu mtu mpya ambaye ameingia kwenye hili? Dabigo, ndio. Sina taarifa zake za ndani, ila kuna mtu nahisi anaweza kuzipata taarifa zake, hivyo nitahitaji afuatiliwe kwa ukaribu zaidi ili tuweze kujua kama kuna jambo ambalo analijua ama mke wake amekuwa anafanya haya maamuzi yake mwenyewe bila hata kumhusisha mmewe. Unaamini kwamba mke wake anaweza kuwa kwenye hili naye asiwe anajua hilo? Inawezekana Lala. Kivipi? Mbinu nyingi ambazo waga zinatumiwa na hawa watu. Kwa mfano kama yeye anajijua anataka kuingia sehemu kama hizo, jambo la kwanza kabisa waga wanaangalia zaidi watu ambao ni wasafi, hawana kesi au mashaka kwa mamlaka yoyote ile, na ndo wanajiweka nao karibu. Hivyo anakuwa anatumia usafi wa mtu wake kufanya mambo yake machafu. Hili linasaidia kumsafisha yeye mbele ya mamlaka zozote zile ambazo zinaweza kumweka kwenye hesabu zao za kuanza kumfuatilia. Unataka kuniambia kwamba kama ikitokea labda Damigo hajui wala hajihusishi na biashara hii, maana yake ni kwamba mkeo alijitegesha ili kuishi naye kwa ajili ya kukwepa haya? Nadhani umenielewa. Yule bwana ni mmoja kati ya wafanyabiashara vijana wa umri wake ambao wamefanikiwa kwa ukubwa sana. Hana tatizo na mamlaka yoyote ile. Hivyo kwa watu aina ya Jamila wanaweza kumtumia mwanamke mrembo kama yule kukaa sehemu kama ile ili kuweza kuhakikisha kila mtu wao anaonekana safi. Kwa mke wa mwanaume kama yule kwake ni faida kubwa sana, kwa sababu hata akiwa na pesa nyingi au akizitumia hovyo hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na mashaka, kwa sababu ukichunguza unagundua mume ni tajiri. Sasa hapo ndipo The Globe wenyewe wanaingia. Wanaingiaje? Kuna uwezekano kwamba wao ndio ambao walichunguza na kugundua hilo, kwa hiyo wakamtega huyu mwanamke kwa yule kijana, na sio yeye tu. Lazima hii mbinu inaitumia kwa wafanyakazi wao wengi ili kuweza kujilinda na aina yoyote ile hatari ambayo inaweza kuja mbele yao. Linapotokea tatizo la namna hiyo, maana yake ni kwamba kuwapata watu wa namna hii hapa inakuwa ni vigumu sana. Ndio maana hata kulifahamu tu jina lao imekuwa ni kazi ya muda mrefu sana, kwa sababu wapo makini, walikuwa wanajiandaa kwa kila ambalo lingekuja mbele yao. Hao nilikuwa nawachukulia kawaida, ila na wanaonekanika kuwa tofauti na vile ambavyo mimi nilikuwa naamini, na nilikuwa nahisi huenda tutatumia muda mfupi tu kwa kuwapata. Si umesema vijana wako walikagua mpaka hesabu wakakuta kila kitu ipo sawa? Ndio. Kwa hiyo unapaswa kuelewa kwamba ni kipi kipo nyuma ya haya. Hao watu wanakuwa wanazungukwa na watu wenye uwezo mkubwa sana kila sehemu. Uwezo kwa unatakatisha fedha kwenye taasisi kubwa kama ile, alafu ukazungukwa na watu wajinga tulala. Hapo pale kwa bahati mbaya bado wanajua nini ambacho wanakifanya.
wanajua wametoka wapi na wanaenda wapi. Na ndio maana mpaka kuthibitisha kwamba wao wanahusika kwenye haya, jambo la kwanza, ukisha ona umeharibu na kujionyesha kwao kwanza, unatakiwa wape ushindi. Ushindi kivipi? Wao kwamba wao wamekushinda wewe? Bado sijakuelewa. Na maanisha kwa sasa tunatakiwa kuhakikisha kwamba wanaamini ya kwamba wamefanikiwa kutushinda, yani au tumeshindwa kuthibitisha kama wanahusika. Hapo watasafisha njia zote chafu na kurudi kwenye mambo yao kama kawaida. Hapo sasa ndipo sisi tutakapo tumeanza kuwashtukiza kimya kimya bila wao kujua. Na kama kuna uwezekano huo, binti wa Nairobi anatakiwa kufanya kazi mara mbili alivyokuwa anafanya, ili kuweza kuleta taarifa nzuri ambazo zinaweza kuanzia kwenye kazi hii hapa bila kupoteza muda mwingine ambao kwa sasa hivi hatuna. Itachukua siku ngapi kuwapa huu ushindi? Akumpatia ushindi sio swala la siku ngapi au muda gani. Ni jambo tu la kuaminisha akili yake ya kwamba imekuwa hivyo, kwa hiyo hilo niache mimi mwenyewe, nitajua namna ya kuweza kulimaliza. Nashukuru kwa kukubali kufanya kazi na sisi. Nadhani kwa sasa hivi tutakuwa tunapeana taarifa juu ya kila jambo ambalo linahitajika. Nipo hapo kwa ajili ya usalama wa taifa hili na kuokoa kizazi hiki. Hao vijana wako wanatakiwa kuwa tayari muda wote, kwa sababu kuna muda nitawahitaji kwa ajili ya kuungana na vijana wangu kama italazimu. Imekuwa ni wakati bora kuweza kuonana naye mkurugenzi. Karibu. Walipeana mikono wanawake hao wawili, kisha mkurugenzi akawa ameondoka na kumwacha Lala akiwa ameketi pale pale. TCI Headquarters. Mkurugenzi mwenyewe Mwanamama Ziada Mzwane hakuwa na muda wa kulala wakati ambao alikuwa ameenda kukutana na Lala Minengo. Tayari timu yake ilikuwa inamsubiria makao makuu kwa ajili ya kazi. Walikuwa ni watu 5 tu ambao alikuwa anahitaji wasimamie hilo jambo, kwa sababu ndio ambao alikuwa anawaamini. Alihitaji kuwatumia wachache zaidi, ila aliona kazi ambayo iko mbele yake ilikuwa ni ngumu, hasa baada ya jambo hilo kumhusisha moja kwa moja mkubwa wa nchi. Kabla sijaanza na maelezo ambayo mnatakiwa kuanza kuyafanyia kazi mnapotoka tu humu ndani, nataka niwahakikishie tu kwamba hamtakuwa 5 tu kwenye hili zoezi, bali ninaongezea mtu mmoja wa 6 ambaye huyu ni mtaalamu wa IT. Kama kuna changamoto yote ya mtandao itatokea, basi huyu ndiye atamaliza kila kitu kuhakikisha kazi ambayo mnaenda kuifanya huko inafanyika kwa uhakika bila kuacha makosa aina yote ile ambayo anaweza kuwaingiza hatarini ama kuharibu hii kazi. Aliingia kijana mmoja wa kiume ambaye alionekana kuwa na umri mdogo, akiwa na begi lake mgongoni. Kila mtu alimwangalia kwa makini mpaka alipokuwa ameenda kukaa sehemu yake ambayo alikuwa ameonyeshwa kwenda kutulia. The Global. Hii ndio taasisi ambayo kwa sisi sote hapa tunatakiwa kuelekeza macho yetu huko. Hatuna taarifa nyingi za undani kuhusu upande huu wa pili ambao umeibuka kuwahusu watu hawa, na ndio sababu nyie ndio mnatakiwa kuzitafuta taarifa hizi. Nadhani mnaelewa kwamba hii ni taasisi kubwa kwa sasa Afrika na inajulikanika kwa ukubwa wake nchini, hivyo kosa hata moja tunaweza kuwapatia sababu ya kutumbua sisi na kusema tunataka kuharibia sababu ya wivu, jambo ambalo linaweza kutuweka sehemu mbaya sana ya kupata uhuru wa kuwafuatilia tena. Sasa nahitaji nini kutoka kwenu? Kwanza, nidhamu ya mnachokifanya. Hapa wote kila mtu ni mtu hatari kwenye eneo lake. Huo uwezo wenu usije ukawapatia vipuli mkaharibu kazi, hivyo nahitaji kila mtu afanye kazi kama ndio kwanza anajifunza kwenye hili na sio kukurupuka tu kwa sababu ya uzoefu wenu. Jambo la pili, nimewachagua kwa sababu nawaamini. Mpaka nimewaweka kwenye mission kama hii hapa, maana yake ni kwamba nahitaji usiri wa hili jambo. Ni taarifa ambazo tunazo, watu ambao hatuzidi 15, hivyo zinatakiwa kubaki miongoni mwetu na sio kuzitapanya mali. Hata kwa bahati mbaya, kwa wale ambao mnawapenda, mnahisi kwamba mnaweza kuamini. Kabla sijaendelea, nahitaji mtu kama ana swali kuhusu hilo. Watu walikuwa kimya, walikuwa wanasubiri maelekezo ambayo yangefuatia baada ya pale. Hii ndio taasisi ambayo kwa nchi yetu inaongoza kwa utakatishaji wa fedha kupitia biashara ya madawa kulevya. Watu hawa wana watu na magenge kila sehemu, jambo ambalo linarahisisha zaidi biashara yao. Wanatumia vijana wadogo wenye maisha magumu, vijana ambao hawana uhakika wa mlo wa kesho kuweza kutekeleza ajenda zao hizi ambazo wanazifanya, na ndio maana imekuwa ni ngumu kuweza kuwapata. DEA alitumia watu hao ambao walikuwa wamewaingiza mtaani na kuwafanya moja kati ya watu hawa ambao wanauza madawa kulevya, lakini jambo pekee
ambalo amefanikiwa kulipata ni jina la taasisi na hakuna jina la mtu hata mmoja ambaye anahusika kwenye hili moja kwa moja lenye ushahidi wa kumweka matatani. Mbali na hilo, kuna uhusika wa moja kwa moja wa mtu mkubwa kutoka serikalini, kwa sababu zilikamatwa bastola 2 ambazo zinatumika kwenye kazi hizi na hazijawahi kusajiliwa mahali popote pale. Silaha hizi haziwezi kupatikanika kwa hawa watu bila msaada wa baadhi ya watu wetu ambao watakuwa wanatuuza ama kutusaliti. Mbali na hilo, ugumu wa hii kazi unakuja kutokana na sababu ya kwamba makamu wa rais ni moja kati ya wanahisa wakubwa ndani ya ile taasisi. Waliangaliana wote usoni kwa sababu kazi yao haikuonekanika vile ambavyo walikuwa wanataka iwe. Bosi, nataka kutuambia tunaenda kuichunguza taasisi ambayo mmoja wa wamiliki wake ni makamu wa rais wa Tanzania? Ndio. Wewe unaona hili jambo linawezekana? Hata mimi nilishtuka kama nyie mnavyoshangaa hapa, lakini hii ni ruhusa kutoka kwa bosi wa nchi moja kwa moja. Rais ndiye karuhusu makamu wake na rafiki yake karibu achunguzwe. Kuna mambo mawili ambayo yatafanyika. La kwanza ni kuthibitisha kuhusu uhusika wa hawa watu kwenye hili jambo, na la pili ni kuthibitisha vitu viwili tena: kama makamu wa rais anajua kinachoendelea kwenye hii taasisi au kama aliwekeza bila kujua ambayo yapo nyuma ya pazia. Na kama ikitokea yote yakathibitika na makamu akaonekanika alikuwa anajua ambayo yanaendelea tangu mwanzo, hapo maamuzi hayatakuwa juu yetu tena. Rais ndiye atakayetoa ruhusa kama hawa watu wapelekwe mahakamani, akiwepo makamu wa rais. Bosi, unaona ni jambo linawezekana? Kama rais akiamua linawezekana. Inaweza kuichafua sana nchi kama itathibitika ni kweli. Tupo hapa kulinda taifa hili bila hata kujali kwamba ni nani ambaye yuko nyuma hiki ambacho tunataka kuweka wazi. Makamu wa rais ni bosi wetu, lakini kwenye mazingira kama haya hatuna namna nyingine, na jambo la muhimu ni kwamba haitakiwi yeye ajue kama atakuwa sehemu ya watu ambao wanachunguzwa kwenye hili. Sawa bosi, bado ni kama hawakuwa wanaamini kile ambacho walikuwa wanaenda kukifanya. Sasa kwenye hili jambo kuna mtu mmoja ambaye umeongezeka, ila watatakiwa kuwa wawili. Wa kwanza ni Damigo Ken, akijulikanika zaidi kwa jina la Mr. Ken. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao wamepata mafanikio makubwa kwa umri wao na bado ni kijana. Huyu anaingia hapa kwa sababu ndiye mume wa Jamila Ken, na huyu Jamila Ken ndiye mhasibu mkuu wa taasisi ya The Global. Hivyo hesabu zote za taasisi zipo kwenye kichwa chake. Maana yake ni kwamba kama kuna utakatishaji wa fedha unafanyika, huyu ndiye mhusika mkuu wa kupika data na kuhakikisha kampuni inakuwa salama kutoka kwenye mamlaka kama hizi zetu. Hivyo kama huyu mtu akiwa upande wetu, maana yake tunaweza kuangusha watu kesho tu. Ila kwa bahati mbaya hili jambo sio rahisi, ukizingatia nimesema kuwa kuna mumeo anaingia hapa, na ndipo lilipozaliwa jambo jingine. Mumeo kuna uwezekano akawa anahusika na hawa watu au hausiki. Kama anahusika nao itakuwa ni rahisi zaidi kwetu, ila kama hausiki tuna kazi kubwa sana ya kuweza kumfahamu yeye na maisha yake yote ambayo amewahi kuishi huko nyuma, tuweze kujua sababu za yeye kuwa na huyu mwanamke ingali hajui nini ambacho kinaendelea. Lakini mbali na hilo, huyu bwana pia juzi alikuwa ndani ya jiji la Nairobi ambapo alienda kwa ajili ya biashara zake za kila siku, jambo ambalo ni kawaida kwa wafanyabiashara wa aina yake. Kuna mauaji ya watu 3 ambao waliuawa kikatili katikati ya jiji, ila ushahidi ulipotezwa na watu ambao huenda walikuwa na maslahi na mauaji yale, ama mauaji yale yalikuwa yangewaletea shida. Kwenye kufutwa ule ushahidi tumepata video fupi tu ya Mr. Ken akionekana kuingia kwenye vichochoro vya jiji la Nairobi, na kutoka muda mfupi baadaye kutokea ile sehemu, na watu ambao walikuwa wameuawa ni wale ambao walikuwa wanamfuatilia yeye. Sasa hapa anatupatia mtihani mwingine. Kuna mawili kwamba je, ni yeye alihusika kuwaua hao watu, na kama yeye aliwajuaje wakati yeye, na kama ni yeye aliwauaje wakati anajulikana kuwa ni mtu wa kawaida tu. Kama sio yeye, je, kuna mtu mwingine ambaye alikuwa ameenda na kuwaua kisha akamwacha yeye? Kama alimwacha kwa nini? Na kama alishuhudia yale mambo, huenda alikuwa anampaswa kuwa na wasiwasi, ila alitoka kiwa kawaida tu, hana hata wasiwasi. Kwa mtu wa maisha ya kawaida hana uwezo wa kuhimili jambo kama hilo kirahisi tu akawa sawa. Maana yake ni kwamba kuna kitu alikifanya ama alikiona, kwa sababu kama watu hawa walikuwa wanataka kupoteza ushahidi, maana yake ni kwamba hata yeye asingetoka ile sehemu akiwa yuko hai. Hivyo tunatakiwa kujua nini ambacho kinaendelea baada ya yeye kuingia kwenye vile vichochoro. Mwanamume yule baada ya kumaliza ile maelezo aliweka video ile na kuiruhusu iweze kucheza pale, kila mtu aweze kuiona. Wote walikuwa wameangalia kwa umakini, wakabaki wakiwa wameganda, lakini alisimama mwanaume mmoja shupavu ambaye suti ilikuwa imemchonga vizuri kabisa mwilini mwake safi. Alizungusha sehemu mbili kwa kuchora miduara. Sina taarifa nyingi za huyu mtu, ila yeye ndiye muuaji. Sijajua aliwaua vipi hawa watu na ilikuwaje, lakini hawa watu ni ndio aliwaua. Bwana yule alikuwa ameongea kwa uhakika kama alikuwepo ile sehemu, tena bila wasiwasi, kiasi kwamba wenzake wakabaki wanamshangaa wote mle ndani. Baada ya kuona wote wanamshangaa, akaendelea,
Kwenye duara la kwanza hapa inaonyesha namna jinsi suti yake ilivyokuwa imenyoka vizuri. Uvaji huu haumpi nafasi mtu ya kukugusa hovyo hovyo kwenye mwili wako. Angalia, hata yeye alikuwa anatambua kwamba anafuatiliwa kwa namna jinsi alivyokuwa anazungusha macho yake. Kwa mtu wa kawaida au raia ambaye hana lolote ile ambalo analificha, angeenda sehemu yenye usalama zaidi ambayo angelikuwa na uhakika wa kupata msaada kwa ajili ya maisha yake, ila yeye haikuwa hivyo, bali aliamua kwenda kwenye vichochoro, ikiwa na maana ya kwamba hakuwa anahitaji kuacha ushahidi wa jambo lote ile ambalo lingetokea mahali pale, na yeye ndiye ambaye alikuwa anahitaji wale watu wamfuate kule ambako alikuwa anaenda. Duara la pili linaonyesha hii sehemu ya suti yake kimekunjika. Huu mkunjo sio kirahisi, ni mkunjo ambao unaonekanika ulazimishwa. Nani ambaye anaweza kulazimisha mkunjo wa suti ya gharama kama hii mpaka ikajikunja namna hii? Ni mtu ambaye huenda alikuwa anapambania maisha yake wakati akiwa na uwawa, na ndio maana kashikilia kwa nguvu zote hapa kuona kama anaweza kuyaokoa maisha yake. Jambo la tatu, kwa wafanyabiashara kama huyu bwana huwa hawana muda wa kupoteza kwenda mahali kwa ajili ya kumfurahisha mtu au kupoteza pesa zao kijinga namna hii hapa, bali waga wanakuwa na sababu maalum. Tuseme kwamba alikuwa ameenda kibiashara na alikuwa ameingia usiku. Bado hata kama ni kurudi Tanzania, alitakiwa kurudi kesho yake, lakini yeye muda ule ule aliamua kugeuza. Sasa kwa nini ageuze kurudi nyumbani ambako alikuwa ametoka muda mfupi tu wakati huo akiwa hajakamilisha kilichompeleka Nairobi? Lazima alikutana na kitu cha tofauti huko ambacho huenda hata mwenye kilimshtua, hivyo akalazimika kurudi haraka sana kama kuna jambo alipo sawa aweze kuja kuliweka vyema. Yule bwana alikuwa anaelezea kama alikuwepo eneo la tukio, wote walibaki kumtizama yeye, ila bosi wake alimuuliza, tuchukulie kwamba nadhari yako ipo sahihi, unahisi jambo gani ambalo lingeweza kumfanya yeye kuhitaji kurudi nyumbani haraka namna hiyo? Familia. Yaani kwamba familia yake ipo kwenye hatari. Inaweza kuwa hivyo, lakini kuna jambo moja ambalo huyu bwana mdogo wa IT anatakiwa kutusaidia kwa hilo. Wote waligeuka, maana Zebu ni kama alikuwa anawachanganya tu kwa wakati mmoja, huku akiwa anawafungua kwa vitu vingi sana. Angalia majina ya huyu bwana na familia yake. Angalia kama ana watoto, wanasoma wapi na kwa sasa hivi wako wapi. Lilionekanika kuwa ni jambo la kijinga, ila lilikuwa ni muhimu sana kwake kwa wakati ule. Bwana mdogo kama amebonyeza haraka ndani ya dakika moja tu akawa amepata kila kitu. Mtoto mmoja hakika anaitwa Lile. Anaishi boarding huko shuleni kwao, na mpaka muda huu anaonekanika yupo shuleni baada ya kuhaki mfumo wa wanafunzi ambao bado wako pale. Kama angelikuwa hayupo asingekuepo kwenye orodha ya usiku. Yule bwana mdogo alitamka kwa sauti ya kujiamini. Zebu akatabasamu na kurudi tena pale mbele. Sasa mpaka hapo tunajua kwamba kwa sasa hivi jambo ambalo lilimrudisha sio usalama wa familia yake tena. Unamaanisha nini? Alirudi ili kuhakiki jambo. Jambo lipi? Kabla ya kujibu ile bosi, naomba unisaidie taarifa hapa. Ninakusikiliza. Hawa watu ambao walimvamia, kuna uwezekano wa kwamba wao walikuwa ni wafanyabiashara wa dawa za kulevya? Inaonekana hivyo. Ikiwa na maana ya kwamba huenda kuna makundi tofauti mbali na hawa ambao wanawakilisha The Global, si ndio? Ndio. Kama kweli ipo hivyo na mke wake ni mhusika kwenye hili, maana yake ni kwamba alivamiwa na watu wa upande mwingine. Kwa nini? Huenda walikuwa wanahitaji kumpata mkewe kupitia yeye, ama mke wake kuna kitu cha muhimu ambacho anacho ambacho watu wa upande wa pili wanakihitaji. Unataka kusema nini? Nadhari yangu inaniambia kwamba huenda huyu bwana hakuwa anajua lolote kuhusu mkewe. Kwamba watu ndio walikuwa wamempatia taarifa za mkewe kuhusiana na hii biashara. Ndio bosi. Halafu yakawaua kisha karudi laka Tanzania ili aweze kuthibitisha taarifa hizo, kwani kama shida ingelikuwa ni usalama wa familia yake, mpaka muda huu mtoto wake asingekuwa shuleni. Kwa hiyo hapa kuna mambo mawili kumhusu Damigo. Kwanza, anaonekanika kuwa muuaji hatari sana ambaye hata mimi sijui kautolea wapi uwezo wake, lakini jambo la pili, hata yeye ataanza kumfuatilia mkewe na kampuni yake kuweza kuthibitisha taarifa ambazo alipewa huko Nairobi. Na kama taarifa yako haitakuwa na ukweli, basi tuachane nayo, ila ni bora kufanya jambo kuliko kukaa kimya alafu baadaye tukaja kujua ilikuwa kweli tu, ila tukaamua kupuuzia hizi habari. Unawishi tuanze kumfuatilia Damigo kwa ukaribu zaidi bila kumshtua. Ndio bosi. Kama kweli atakuwa anafuatilia hizi habari na yeye, maana yake ni kwamba ataturahisishia zaidi kazi, kwa kuwa yeye anamjua mkewe zaidi ya mtu yote ule. Mkurugenzi alitabasamu. Ilikuwa ni kufanya kazi na watu ambao walikuwa na uwezo mkubwa. Ilikuwa inafanya kazi ngumu zinakuwa rahisi kufanyika, huku zikiwa zinafanyika kwa ufanisi mkubwa. Mtu wa pili kwenye ile jambo ni baba mlezi wa Jamila. Huyu mzee yeye anaishi pembezoni mwa mji ambako kwa kutumia pesa za mkwewe. Ni mzee ambaye hajawahi kuwa na shida kwa mtu kwa miaka, lakini pia kwa watu wake wa karibu wanadai kwamba huaga anajitoa mara moja kuweza kusaidia jamii yake. Huyu naye kama kutakuwa na uwezekaniko anatakiwa kufuatiliwa taratibu, kwa sababu
Kama yeye ndiye kamlea yule binti, maana yake ni kwamba kuna mambo ambayo atakuwa anayafahamu kiundani zaidi, hivyo anaweza kuja kuwa msaada kwetu kwa baadaye. Ikitokea Jamila akapata taarifa ambazo zitamshtua, kwa sababu hawezi kuongea na mumewe, maana yake ni kwamba mtu wa kuongea naye haraka atakuwa ni babake, hivyo nitahitaji hawa wawili wafuatilie kwa umakini zaidi. Zebu katuambia ni wapi tunatakiwa kuanza kufuatilia taarifa hizi, kwa hiyo sitegemei tena kama mnahitaji niwaelekeze nini ambacho mnatakiwa kufanya. Bosi, tumekuelewa. Ila vipi kuhusu makamu wa rais? Yule kwa sasa hivi aachwe kama alivyo. Kama jina lake litatokea kule na kuhalalisha taarifa ambazo tunazo, basi ndipo atakapoanza naye kufuatiliwa kwa karibu. Kwa sasa hivi huwezi kuanza kumfuatilia makamu wa rais kwa sababu tu unamwisi. Yes ma'am. Walitikia wote kwa pamoja wakati ule bosi wao alikuwa anatoka, wakabaki wa wenyewe tu watu 6 ambao walikuwa wanaongozwa na mwanadada Luciana Jimika. Zebu, nahitaji mazungumzo binafsi na wewe. Luciana alikuwa ameongea na kumvutia pembeni yule bwana ili watete jambo. Mimi ni moja kati ya watu ambao uamini sana uwezo wako. Sikuwa na wasiwasi na hiki kichwa, ndio maana umetoa jambo ambalo hata bosi mwenyewe hakuwa amewaza. Lakini mimi ni kiongozi wa hiki kikosi, nadhani unajua kwamba waga sipendi kufanya mambo ya kubahatisha, kwa sababu huko nyuma nimewahi kupoteza maisha ya mtu kwa sababu tu ya kukurupuka kufanya maamuzi, hivyo sipo tayari jambo kama hili liweze kurudia tena. Nahitaji kujua kama wakati unafikiria yale mambo na wakati kunaelezea, kuna sehemu hata moja ambayo umeona moyo wako unasita au umesuasua kukubaliana na yale maelezo kwamba ni kweli ama kuyaamini? Ile swali lake lilionekanika la ajabu, ila lilikuwa limebeba mengi ndani yake. Alitakiwa kuwa na uhakika kwa 100% kwamba jambo lile lilikuwa sahihi ili aweze kufanya maamuzi ya mwisho, na kama ile maelezo yasingelikuwa sawa, basi alikuwa anatakiwa kwenda kusimamisha zoezi hilo kwa kuongea na mkurugenzi wake. Hili ni jambo ambalo akili yangu na moyo wangu vimeliamini kwa 100%. Hivyo nina uhakika na kile ambacho ninakisema. Nipe imani kwenye hili, na kama ikitokea vinginevyo basi majukumu nitabeba mimi. Alimwangalia Zebu machoni, macho huaga yadanganyi siku zote, anasema ukweli. Akaamua kumwamini, hivyo TCI wakawa wamejiingiza kwenye lile jambo jumla kwa miguu yote miwili. Basi bwana, msinitafute, mimi sina historia. Mbande Mzee Minembo lilikuwa ni jina kongwe la mtu mzima ambaye alikuwa na maisha yake safi. Ni mzee ambaye hakubahatika kuwa na familia, hivyo alikuwa akiishi na watoto wadogo wawili ambao aliamua kuwachukua kwenye vituo vya kulelea watoto yatima na kuwalea kama watoto wake wa kuwazaa. Ndani kwake alikuwa na wafanyakazi 10 kwa ujumla wao ambao walikuwa wakihakikisha kila kitu kipo sawa, kuanzia ulinzi, usafi wa nyumba na bustani zake, pamoja na wale watoto ambao walikuwa wakimuita babu. Alikuwa ni mzee wa zamani ambaye alikuwa na mafanikio makubwa kifedha, na mafanikio yale ndio yaliyokuwa yamefanya yeye kuishi maisha ambayo yalikuwa yanaonekana ni marahisi mbele za macho ya wengi, ila haikuwa kweli, kwa sababu maisha yake yalikuwa na maumivu yake ambayo watu hawakuwa wanayaona kwa macho ya kawaida, zaidi ya kumwonea tu wivu yeye, wakiona kama alikuwa na faida pakubwa kuwepo ile sehemu ambayo alikuwa kwa wakati ule. Alipokea ugeni, haukuwa tu ugeni, bali ulikuwa ni ugeni ambao ulikuwa mzito kwake na hakutarajia kukutana nao kwa nyakati kama hizo. Alikuwa ni mkurugenzi wa TCI ambaye alikuwa anahitaji kufanya naye mazungumzo. Ilipita miaka kadhaa wakiwa hawajaonana, ila mwanamume huyo alienda sehemu hiyo tena ghafla bila kutoa taarifa mapema kama angelikuwepo hapo, hivyo hapakuwa pema. Mheshimiwa, sina hakika kama mtu aina yangu naweza kuwa na msaada kwa sasa hivi, ndio maana nimeshangaa wewe kuweza kurejea muda kama huu hapa, japo unakaribishwa hapa muda wote ule. Mzee wangu, kama usingekuwa na msaada kwenye hili taifa, sidhani kabisa kama mpaka leo hii ungelikuwa ulaiano na kula haya maisha mazuri. Unajua moja kati ya sababu ambayo ilishawishi mpaka mimi nikaamua kuachana na kesi yako na kuifuta kabisa nini? Kwa sababu nilitoa msaada mkubwa sana kwa mamlaka za ulinzi kuwapata wahalifu wengi ambao bila mimi ingelikuwa ni ngumu kuwapata. Unahisi nilo tu mzee wangu? Kuna jingine? Upendo kwa watoto. Baada ya kukuchunguza kwa muda mrefu, niligundua tangu zamani umekuwa ni mtu wa kujitoa kwa watoto kwa ukubwa ambao hata wale waliokuwa wakijifanya watu wema hawakuwa na uwezo wa kujitoa namna ile. Niliona kwa mtu kama wewe hapa duniani unastahili nafasi ya pili, kwa sababu unaweza kuwa na mchango kwa watoto wengi sana, na baadaye nilifurahishwa na taarifa za kwamba una watoto ambao unaishi nao hapa kama wako, lakini una kituo cha watoto yatima ambacho
unakiendesha na hutaki julikanike kama ni wewe. Hili taifa lingelikuwa na watu 10 kama wewe, basi huenda kuna matatizo ya mitaani yangelimalizwa muda mrefu sana. Ani heshima kubwa kupewa sifa za namna hiyo na mtu mkubwa kama mama yangu. Sijajua ni kitu gani ambacho naweza kukusaidia usiku, maana nina uhakika ya kwamba haujaja hapa kwa ajili ya kunipatia tu hizo sifa. Yaani kweli una historia ya kutisha huko nyuma. Ulikuwa mhalifu mkubwa na mfanyabiashara haramu mkubwa, mpaka pale ambapo ulipewa nafasi ya kuwauza wahalifu ambao ilikuwa ni ngumu kuwapata ili upate msamaha wa serikali na mali zako hazitaguswa. Pia hakuna ambaye atakuja kujua kama wewe ni wewe uliwauza. Hayo ni maisha yangu ambayo siwezi kuyasahau na sijawahi kabisa kujivunia hata siku moja kwa yule mtu. Sipo hapa kukuhukumu kwa hilo, bali nipo hapa nahitaji msaada wako. Kwenye nini? Kwa sasa hivi tunafuatilia wauza madawa ya kulevya ambao wameifanya Tanzania imekuwa kama kiwanda cha kutakatishia fedha zao, na kuna mahali ambako inabidi tuanzie, ila kuna doti zinapelea. Na unahisi mimi naweza kuziunganisha? Nahisi inaweza kuwa hivyo. Kitu gani hicho? Damigo Ken Mgwasi. Sijakuelewa. Ni jina la kijana mmoja mwenye mafanikio makubwa na mkewe ni mhasibu wa kampuni ambayo ni washukiwa wakubwa wa jambo hili. Sijaelewa kwa nini mimi natakiwa kuhusika na hao watu, maana sipo kwenye hizo biashara tena. Sicho ambacho nakihitaji kwako. Bado nataka nini? Mwanamama yule hakuongea tena, bali alitoa video ile ya Damigo akiwa Nairobi, Kenya. Umeona nini kwenye hiyo video na kuhusu huyo mtu? Unataka kujua kama huyo mtu ni muuaji au ni mhalifu? Muuaji. Ni kweli ni muuaji. Umeangalia kwa muda mfupi na umejuaje? Kwa sababu macho yake, mikono yake na hata namna jinsi anavyotembea, kila kitu kinaonyesha kabisa kwamba ni mtu hatari namna gani. Sasa huyu ndiye Damigo. Kafanya nini? Ndiye mume wa mwanamke ambaye nimekuambia kwamba anahusika kwenye hili jambo ambalo lipo mbele yetu. Au unahisi mumewe ndiye ambaye anahusika kufanya kazi za mkewe? Hapana, anaonekana hajui hata kama mkewe anafanya hiyo biashara. Sasa unamtaka wa nini kama hana hatia? Nahitaji kujua historia yake ya nyuma. Nahitaji kujua kama naweza kuyapata maelezo yake ya kwamba ilikuwa akifanya nini na nini na aliishia wapi mpaka kuja kuwa muuaji. Kama maelezo yake yatakuwa sahihi. Kwenye kazi yako umefahamu watu wengi sana na kukutana nao, hivyo nataka kujua kama kuna taarifa zote za mtu ambaye ulikuwa unamfahamu kama anaweza kuwa na huyu, au taarifa hizo zinaweza kutupelekea kwa huyu bwana ama kuwa mjumuisho wa maisha hayo. Unamaanisha unaniuliza kama mimi namfahamu huyu bwana mdogo? Ndio. Hapana, nitakuwa muongo. Sijawahi kuiona hii sura kabla, na kwa sasa hivi ndo naiona kwa mara ya kwanza. Anaonekana mtu makini sana. Kama ni muuaji, maana yake ni kwamba anaweza kuwa aliwahi kuishi maisha kama yako pia. Hivyo kama kuna taarifa ambayo inaweza kuniunganishia hizi doti, hata kama haumfahamu moja kwa moja, kunaweza kuwa na muunganiko na wa kuunganika mpaka kwake. Sina hakika na hili jambo, lakini kipindi cha huko nyuma kuna kijana aliibuka na kuwa maarufu sana kwenye hizi biashara zetu, ila yeye alikuwa msimamizi wa jengo moja ambalo lilikuwa linaendesha kamali zilizokuwa haramu. Kwa upande huo kulikuwa na mengi ambayo yalikuwa yanafanyika, hususan mipango ya watu kuuana. Michezo yote hatari ya kamali ambayo unaijua wewe yote ilikuwepo huko. Hiyo sehemu watu ambao walikuwa wanaweza kuishi vyema ni wale ambao walikuwa na mabavu, kwa sababu mauaji na dhuluma vilikuwa ni vitu vya kawaida sana kutokea, na watu walikuwa wanachukulia kama sehemu ya maisha yao ya kila siku. Sasa kuna kijana ambaye aliibuka eneo hilo. Unamfahamu huyo kijana? Hapana, licha ya kwenda ile sehemu mara kadhaa, ila sikuwahi kabisa kuipata bahati ya kwani mara nyingi sana alikuwa akivaa maski usoni wake. Kuna mtu ambaye unahisi anamfahamu na wewe unamjua mtu huyo? Sina uhakika na hilo, lakini kuna mtu mmoja ambaye sina imani kama atakuwa hai mpaka sasa, kwa sababu hata mwenyewe alikuwa anajua ni mimi nilishakufa kama sijakosea. Aliwahi kukutana na huyo bwana mdogo ambaye alikuwa anasimamia huko. Huyo mtu ni nani? Mgenji Mzagi. What? Sijakosea jina, nipo sahihi. Huyo ni Lieutenant Colonel wa zamani, ndiye mtu ambaye aliwahi kukutana na huyo bwana mdogo ana kwa ana. Hivyo kama atakuwa hai, manake ndiye anaweza kukupatia taarifa sahihi kama kweli ni yeye au alikuwa ni mtu mwingine tu kwa nyakati hizo. Yupo hai. Basi una bahati kubwa sana, ila nataka kujua jambo moja na kusikiliza. Vipi kama utakuta ni yeye? Maana yake ni kwamba nitakuwa nimepiga hatua kubwa sana kwenye hili, kwa sababu nitakuwa nimejua aina ya mtu ambaye ninatakiwa kudili naye. Mkurugenzi hakukumbuka hata kuaga, alitoa simu yake na kupiga kwa watu kwa timu yake. Alitoa simu yake na kuipigia kwa timu yake, huku akiwa anawapatia taarifa juu ya wapi ambako walitakiwa kwenda kwa wakati huo, kwa sababu kulikuwa na uwezekano mkubwa wa taarifa ambazo walikuwa wakihitaji zikapatikana hiyo sehemu.
Twende Chanika msikilizaji. Tuko nao bampa tu bampa. Unaambiwa Mgenji Mzagi alikuwa ni moja ya makanali wa jeshi ambao waliwahi kuheshimika enzi zao akiwa na cheo cha luteni kanali. Hakufikia nafasi hiyo kwa bahati mbaya, bali kwa kazi tukuka ambayo alikuwa ameifanyia taifa. Mzee huyo kuna nyakati alikuja kuhusishwa na mambo mengi ambayo hayakuwahi kuwa mazuri, ila kwa baadaye serikali ilikuja kumsamehe kutokana na kazi kubwa ambayo alikuwa ameifanya enzi za utumishi wake, na baada ya hapo aliamua kujitenga na maisha ya kuonekanika, ambapo alipotea kwenye macho ya watu kwa takriban miaka 10, huku wengi wakijua kwamba alikuwa ameshakufa, ila haikuwa hivyo, bado alikuwa hai. Baada ya kupata taarifa za uwepo wa mzee huyo na kuelezea kama yeye pekee ndiye ambaye alikuwa na uwezo wa kuwa na taarifa za kumhusu Damigo Mgwasi, waliwahi huko kuweza kumhoji, kwani yeye ndiye pekee alionekanika kuwa na uwezo wa kuwarahisishia kazi yao. Nyumba yake ilikuwa nzuri na kubwa ambayo ilipatikana ndani ya geti kubwa la kifahari. Hakuwa na njaa kwenye maisha yake. Waliingia wakiwa na silaha nzito, kwa sababu kama alikuwa anahusinisha na watu hao, maana yake ni kwamba kuna namna kwenye mazingira ya nyumbani kwake kulikuwa kuna hatari kubwa, hususan kwa nyakati kama hizo. Walianza kuona walinzi wakiwa wamelala, ila baada ya kuwagusa hawakuwa wamekufa, bali walikuwa wamezimishwa tu. Wafanyakazi wa ndani nao ilikuwa vile vile. Waliona hatari ikiwa ipo mbele yao. Walitafuta ndani ya nyumba nzima, ila hawakufanikiwa kumpata mzee yule mpaka waliposikia mwenzao mmoja akiwa anawaita kwa sauti kubwa. Wote wakawa wameenda nyuma na kuukuta mwili wa mzee yule ukiwa upo kwenye maji, huku damu ikiwa imesambaa kwenye lile bwawa. Ameuawa kwa inavyoonekana, amejiua mwenyewe. Mzee kama huyo sio rahisi kujiua mwenyewe kizembe namna hii. Inategemea kama kuna kitu kilimfanya afanye hayo yote. Wakiwa wanaendelea kujadili jambo lile, mkurugenzi wao alikuwa ameingia kwa kasi, hasa baada ya kupokea taarifa za kuuawa kwa mzee yule. Alitembea akitaka ule mwili utolewe haraka sana kwenye maji. Tumechelewa kama dakika 10 tu, maana mwili bado wa moto. Wafanyakazi wote hawajauawa na walinzi, ikiwa na maana kwamba huyu mtu hakuwa na sababu ya kuua. Ndio maana huyu mzee kajiua mwenyewe. Kwa nini kafanya hivi? Huenda sababu kubwa ni kuweza kulinda ushahidi. Ndipo akalazimishwa kujiua kirahisi tu hivi? Ndio. Kwani bosi nini kinaendelea? Maana umetupa taarifa tuje tuhakikishe huyu mzee anakuwa hai kwa gharama yote ile. Ila tunafika hapa tumekuta akiwa amekufa na hatuna taarifa yote juu ya nini ambacho kinaendelea. Kuna mtu asili ambaye siwezi kuwatajia jina lake, nilikuwa nimeenda kumuona aweze kutusaidia kwenye hili kama atakuwa anayajua maisha ya nyuma ya Damigo. Ikawaje? Kwanza amenithibitisha Damigo ni muuaji. Kajuaje hayo? Na alikuwa mtu namna hiyo. Na yupo uraiani. Hizi ni siri nzito za serikali ambazo hautakiwi wewe hapo kuzifahamu. Jambo pekee ambalo ameniambia ni kwamba kuna miaka kulikuwa kuna kijana mmoja ambaye alikuwa analinda eneo la hatari ambalo lilikuwa linatumika kama ngome ya kamali zote haramu ambazo zipo hapa nchini, na kijana huyo anadaiwa kwamba alikuwa ni muuaji wa hatari mno. Kwa maelezo yake hakuwahi kumuona kwa sura kwa sababu muda mwingi alikuwa anavaa kitambaa, ila huyu Luteni Kanali ndiye mtu pekee ambaye yeye anamkumbuka. Aliwahi kukutana naye huyo kijana, hivyo ndiye pekee ambaye alikuwa anaweza kumjua huyo mtu ni nani. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa amemuua? Hapana. Amemfanya jiwe mwenyewe. Ikiwa na maana kwamba kuna kitu anakijua kuhusu huyu mzee na ambacho kilikuwa hatari sana kiasi cha kwamba akakubali kuibeba maisha yake mwenyewe. Kwa mazingira alivyo inaonekana hivyo. Na huyu muuaji ulitaka kumjua kama ni Damigo mwenyewe? Ndio, nitaka kuthibitisha. Moyo wako unakuambiaje bosi? Yaani yeye mwenyewe la siwezi kuthibitisha mpaka niwe na ushahidi. Kuna kamera ile eneo. Zipo ila hakuna kitu. Video zimefutwa na mfumo mzima umeharibiwa. Manake huyu mtu alikuwa na safisha njia zake zote ambazo zinaweza kupelekea taarifa zake zikavuja. Tunafanyaje kwa sasa? Ni kutafuta ndugu kana na kuwapa taarifa ya huu msiba ili waamue kama msiba utatambulika kitaifa au watamaliza kimya kimya tu kama familia. Anamaanisha Damigo. Huyo kwa sasa hivi afuatiliwe yeye kama yeye. Afuatiliwe binti yake na mkewe, afuatiliwe kwa umakini zaidi ili tujue kama tunaweza kupata doti hata moja ambayo inaweza kutuunganisha naye. Sawa bosi. Mwanamama yule alibaka amesimama akiwa anatazama lile jengo na namna jinsi watu walivyokuwa makini kuzitenda kazi zao bila kuacha alama yote nyuma. Kuna kitu alikuwa amekiwaza haraka kwenye akili yake, akaondoka pale haraka na walinzi wake. Kuna mahali ambapo alionekanika kuwahi kwa wakati huo. Nusu saa kabla, jinsi mambo yalivyokuwa, hawakuwa na uhakika ila walikuwa sahihi. Nusu saa kabla wao kufika kwenye ile nyumba, Damigo alifika pale akiwa na kifaa kidogo kwenye mkono wake.
Aligonga geti ambalo lilikuwa limefunguliwa mara moja, lakini yule mlinzi alipigwa ngumi nzito kwenye shingo yake akazimia. Mlinzi mwingine alikuwa ndani ya chumba chao, kile kishindo cha mwenzake kurupuka, akawa anakuja kwa kasi, sindano ndogo ikajitoa kwenye kile kifaa, ikamchoma kwenye shingo, akadondoka na kupoteza fahamu. Damigo alipitiliza mpaka ndani ambako kulikuwa kuna wafanyakazi karibia wote sebleni wakiwa wanaangalia runinga. Hakupoteza muda wake zaidi ya kuwachoma zile sindano wakiwa hawatambui kama kulikuwa kuna mtu humo ndani mpaka pale walipozimika wote. Mzee mwenyewe Mgenji Mzagi alikuwa anatoka kwenye chumba chake akiwa na kahawa mkononi kuweza kujumuika pamoja na wafanyakazi wake kutazama runinga, ila alishtuka mpaka kikombe kikamponyoka na kugonga chini kapasuka. Heshima yako mzee wangu. Imekuwa kitambo tangu mara ya mwisho mimi na wewe tuonane. Hakuwa anaamini kama kuna siku mtu yule angekuja kumpata ama kujua ni wapi alikuwa anaishi na hakuonekanika kama alikuwa anatamani kuweza kukutana na bwana huyo tena kwenye maisha yake. Damigo, kwa nini uko hapa? Hamza, ni ustaarabu wa sisi wa Afrika kuweza kukaribishana kwanza kama mgeni akifika nyumbani kwako. Umewafanya nini hao? Hao wataamka baada ya saa moja kupita. Unanijua vizuri, sina haja ya kuweza kuwaua watu ambao hawana hatia kama hao. Unaweza kuniambia kwa nini uko hapa? Tenda chumbani kwako kwanza, kisha tutaenda kuongelea nje mzee wangu. Alitaka kubisha, ila alitambua hakuwa anabembelezwa bali alikuwa anapewa ni amri, hivyo hakuwa na namna zaidi ya kuifuata tu. Waliingia kule na Damigo alikuwa amemtaka mzee yule abebe bastola yake kisha akakae naye kwenye kiti ambacho kilikuwa karibu na bwawa la kuogelea, akiwa amemshikia ili asije kufanya upuuzi wa neno yote ile. Mimi sikuwahi kumwambia mtu yote kuhusu maisha yako. Watu wengi wanajua mimi ni mfu, hivyo siri zako zipo salama Damigo. Kwa miaka yote ambayo umeishi jeshini, wewe unaamini kitu kama hicho? Ningelikuwa nahitaji kukusaliti basi ningelikuwa nimeshakuuza muda mrefu. Unahisi hicho ndicho kimenileta hapa? Hasa nini kimekuleta? Nimegundua mke wangu ni mmoja kati ya wauzaji wa madawa za kulevya na ndiye anahusika kwenye kutakatisha fedha za hao watu. Hebu fikiria ungelikuwa wewe kwenye nafasi yangu ungefanya nini? Tafadhali usiniambie hizi habari kwa sababu najua ukinipa siri zako huwezi kuniacha hai, utaniua. Kwa nini unahisi kwamba nimekuja hapa ili kukupa msamaha? Au utaua mpaka familia yangu? Au sasa ni machaguo yako? Ngoja nikurahisishie haya mazungumzo. Nimegundua mke wangu ni mtu hatari kuliko nilivyokuwa nafikiria mimi. Mke wangu sio mwanamke ambaye mimi nilijua nimemuoa, na kwa bahati mbaya nahisi hata mimi mwenyewe kukutana naye haikuwa bahati mbaya, bali ile siku nimekutana naye, ile ajali ya gari yangu ni watu wake ambao walisababisha. Kwa sasa hivi kampuni ambayo anafanya nayo kazi imeingia kwenye rada za serikali, jambo ambalo ni hatari sana mno kwa mtoto wangu, kwa sababu kuna mawili hapa mheshimiwa. Kwanza, kuna watu ambao watatamani kutumia mwanya huu hapa kunizofisha mimi ama familia yangu na mwanangu kwa kuwa na utofauti wa kibiashara na mke wangu au kampuni yake. Lakini jambo la pili, serikali itahitaji kufuatilia watu wake wa karibu wote, jambo ambalo nina uhakika kama wapo makini basi mpaka sasa hivi wameshaanza kunifuatilia. Na mimi sikuruhusu jambo kama hili liweze kufanyika tuteni, na unalitambua hilo. Sijajua kivipi, ila hii dunia kuna njia nyingi sana waga zinazaliwa tu, hivyo nina imani kwamba wanaweza kukufikia muda wote, na ukiingia kwenye mikono ya wale watu lazima useme ukweli. Hawezi kuacha hivi hivi wakiwa na uhakika kuna taarifa za muhimu ambazo wanazihitaji na wewe unazo. Hapo sasa utaniponza mimi ndugu yangu, na sipo tayari liweze kutokea. Kwa sasa hivi hao watu wanataka kunitumia mimi kumuingiza mke wangu na taasisi yake shimoni. Sasa wakati ambao naichunguza kampuni ya mke wangu na yeye mwenyewe, sitaki kabisa kuacha kosa lolote ambalo baadaye linaweza kuathiri maisha ya binti yangu ama mtu yote ambaye ananizunguka. Najua kwamba watoto wako uliwahamishia Italia, kwa sasa hivi hapo Ujerumani, hivyo ninaweza kuwafikia muda wote ule kama nikihitaji. Kwa hiyo hapo nataka kuchukua maisha yako yote mheshimiwa. Akiwa nataka kumalizia sentensi yake, simu yake ilianza kuita kwa nguvu. Ni simu ambayo aliangalia kwa umakini kisha kama amepokea. Ilikata ndani ya sekunde 15 kama amekunja uso wake. Kuna watu ambao wamemteka mwanangu. Nimepigiwa simu kutoka shule hapa kwamba mtoto kapotea kwenye mazingira ya kutanisha. Unaelewa hiyo inamaanisha nini? Ni kwamba tayari wameanza kunifikia. Najua binti yangu anataka kumtumia kama ngao ya kupata kile ambacho anakihitaji, hivyo nitaenda kuwapatia kiasi cha pesa ambacho anakihitaji kisha nitamrudisha mwanangu nyumbani. Ila baada ya hapo nataka niwaonyeshe rangi yangu halisi kwamba nilikuwa nani huko nyuma na kwa nini niliamua kuanza kuishi maisha ya namna hii. Kisha baada ya hapo nitadili na mke wangu vizuri ili tujue mwafaka wa hii familia na mwanangu. Nakuomba usiwaue watoto wangu Damigo. You have my word sir. Akamaanisha kwamba na neno langu mzee. Mzee yule alikuwa kibastora na kujipiga risasi kisha akawa ameanguka kwenye maji.
I'm sorry. Damigo alikuwa ameongea akiwa anaiweka bastola yake kiunoni na kurudi ndani kuharibu mifumo ya kamera kisha kaondoka. That is Damigo, I say. Tuende upande mwingine wa simulizi, msikilizaji. Ziada Mzwane hakuwa mjinga kuhitaji kuwahi nyumbani kwa Damigo. Lengo la kwenda kule lilikuwa ni kutaka kuhakiki kama bwana yule ndiye alihusika na mauaji ya mzee yule ama hakuwa yeye. Ulikuwa ni usiku wa manane, ila alienda kugonga geti kwa fujo. Mlinzi alifungua tu na akarudi nyuma kwa hofu, maana walinzi walikuwa wamezielekezea silaha kwake, huku akibonyeza switch ya mlangoni kwa nguvu mpaka pale walipoona mlango wa nyumba ya pembeni ukiwa unafunguliwa. Aliyekuwa ametoka mle ndani alikuwa ni Damigo mwenyewe. Mwili ulikuwa umeloa, alikuwa anafanya mazoezi bila shaka, na ndio maana alikuwa namna ile huku akiwa yuko peko. Ziada Mzwane ni mmoja kati ya wanawake ambao mnanivutia kwa muda mrefu sana, na natamani mabinti wengi wangelikuwa kwenye nafasi yako ama kuwa kama wewe, ila sikutegemea mtu ambaye ninakuheshimu namna hii hapo ungeweza kunivamia nyumbani kwangu kienyeji namna hii. Unaweza ukanipa sababu za kunijia kwangu na kuingia kwa lazima usiku wa manane kama huu? Ulikuwa wapi Damigo? Au umenikuta nyumbani kwangu, unamaanisha nini kuniuliza nilikuwa wapi? Kwa nini unafanya mazoezi usiku wa manane kama huu? Au unamaanisha kama natakiwa kupangiwa muda wa kufanya mazoezi? Kuna mambo unanificha hapa? Kwa nini kuficha jambo? Kuna sema mimi ni mhalifu? Kwa sababu sio jambo dogo na hiyo kawaida kama mimi kuulizwa maswali kama haya na mkurugenzi wa usalama wa taifa. Kuna mtu ambaye ameuawa muda so mrefu. Na unahisi mimi ndiye nimehusika? Ndio Damigo, ninahisi ni wewe. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu kinaelekeza kwako. Nadhani aliyekupatia taarifa hizo atakuwa na sababu zake za kufanya haya mheshimiwa. Mimi nipo nyumbani kwangu hapa muda wote. Nikukumbushe tu sina uwezo wa kumchinja hata kuku, sasa napatia wapi ujasiri wa kuua binadamu mwenye maisha yake? Kwa nini unaonekanika unafanya mazoezi makali namna hiyo mpaka mwili upo hivyo? Mimi napenda mazoezi kama vijana wengi wa mjini ambao wanatumia nafasi kuiweka miili yao sawa. Mke wangu pia anapenda nikiwa na mwili wa namna hii hapa, na ndio maana huaga najitahidi sana kuhakikisha kwamba nakuwa sawa kwa ajili yake. Unajua lolote kuhusu mkeo? Kuhusu nini? Yeye ana taasisi yake? Hapana, nadhani wenzako ndio wajibu. Hapo naongea na mimi mwenyewe na sio wenzangu, kwa sababu ninaweza kufunga hata biashara zako muda huu. Asiyakuelewa bado. Kuna sababu gani ya kuja kwa raia ambaye sina hatia na kuanza kutishia kufunga biashara zangu? Nina miaka zaidi ya 10 kwenye hii nafasi Damigo. Nimefanya kazi kama mpelelezi kwenye mataifa 6 mpaka na kuja kuipata hii nafasi. Nadhani leo nakueleza sija hapa kwa bahati mbaya au kwa kuonewa huruma. Nipo hapa kwa sababu ya uwezo wangu. Nimekutana na watu wengi ambao ni wajanja. Nimedili na watu ambao mpaka nikashuhudia mwisho wao unavyokuwa, ila wote walikuwa wanadai kwamba hakuna ambalo nalijua mpaka siku wakiwa hapo kwenye dakika zao za mwisho za maisha ndipo waga wanaanza kuhitaji msaada wangu. Luteni Kanali wa zamani Mgenji Mzagi ameuawa. Una hakika kumfahamu huyo mzee? Nimependa historia yako, ila haihusiani kwa lolote na mimi. Huyo mzee nimewahi kumfahamu miaka ya nyuma kwa sababu nilipenda kufuatilia habari ambazo zilikuwa zinalihusu taifa langu, ila sijawahi kumsikia tena, na kwa mara ya mwisho, japo mimi sio mtu wa kuamini habari za mitandao, ila nilisikia kwamba alikuwa amefariki. Alikuwa hai na leo usiku alikuwa na taarifa za muhimu ambazo alikuwa anataka kunipatia, ila kabla ya mimi kumfikia kuna watu ambao wamewahi pale na kwenda kumuua. Mungu ampatie pumziko la amani, ila kwa mimi hakuna ambacho ninakijua kuhusiana na mtu huyo, hivyo naweza kusema sijui lolote na yale ambayo yamempata mheshimiwa. Basi kama utafanikiwa kujua lolote lile, unaweza kunitafuta kwa hii namba, au kama kuna kitu utahisi unaweza kuwa nacho cha kuniambia mimi. Damigo alisita kidogo, kisha kama ipokea ile kadi. Wakabaki wanaangaliana wawili wale kwa umakini, kila mtu akionekanika kuwa na maswali mengi ndani yake. Naweza kuongea na mkeo? Mke wangu analala sasa hivi. Unataka mkeo amelala? Unataka kufuatilia maisha yangu mpaka ya chumbani? Ana hakika hausiki na haya mambo Damigo. Unaona nafasi mapema ya kuweza kumlinda mkeo, kwa sababu hili jambo limemhusisha mpaka rais moja kwa moja, hivyo kwa sasa hivi muda unao, ila kuna wakati utafika hautakuwa na huu muda ambao unaukata hapa. Je, ninaweza vipi kukupatia habari ambazo sina? Una hakika na maneno yako Mr. Ken? Mimi na wewe tunajua kama ungelikuwa na chochote kile usingekuja hapa kwa amani nyumbani kwangu na kuanza kunipatia ushauri huo kwa kuigiza kwamba tunanipenda. Mpaka muda huu ningelikuwa nimefungwa minyororo mingi sana na habari kuanza kusambazwa kila kona, kwa sababu mnapenda kila mnachokifanya kuwa kiki, lakini haujafanya hivyo ikiwa na maana ya kwamba umekuja kunitishia tu muda huu. Huenda unahisi hivyo, ila sina uhakika kama hayo maelezo yako yatadumu kwa muda mrefu. Asante kwa taarifa yako mheshimiwa. Alimtaka mwanamume aondoke, huku yeye akiwa anarudi haraka ndani kupokea simu ambayo ilikuwa inaita kwa fujo kwenye mfuko wake kwa mtetemeko. Hello?
Hello? Unataka shilingi ngapi ili muachie mwanangu? Nitakuletea pesa yako muda wote ukinielekeza, ila hakikisha kama mwanangu anakuwa sawa. Umejua kama nataka pesa na haujali kuhusu salama mwanao. Wewe ni mwanangu wa pekee, hivyo nampenda kuliko mwanadamu yote yule. Umefanya kosa la kwanza kumteka, ila nitasamehe. Nilikuwa nasubiri simu yako, kwani kama ulihitaji kumuua usingenipigia simu hivyo. Kunipigia simu manake kuna kitu ambacho ulikuwa unahitaji kutoka kwangu ambacho ni pesa. Sasa acha kuzunguka, niambie pesa zako nikaziweke wapi, kisha mwanangu anatakiwa kuwa shuleni kesho. Kujiamini kwako hakutakusaidia jambo, kwa sababu sina shida na pesa zako. Ile kauli ndio ilikuwa imemshtua. Hakuwa na wasiwasi, kwa alitambua ni wahuni wamemteka mwanae kwa ajili ya kupata pesa zake, ila baada ya kumwambia kwamba hakuwa na shida na pesa, ile jambo likamshtua kwa ukubwa. Unaweza kuniambia unahitaji kitu gani kutoka kwangu? Nakutaka wewe. Una maana gani kusema nataka mimi? Nakupa masaa mawili, unatakiwa uwe umefika sehemu ambayo unatakiwa kuja kumfuata mwanao, ila kama utachelewa basi nitamuua. Unajua ina mtu ambaye anajiingiza kwenye hili swala. Na kujua wewe ni tajiri mkubwa Mr. Ken. Japo upendi kujionyesha kwa watu wala kujulikana kwa sababu ambazo hata mimi nahitaji kuzifahamu leo. Haiwezekani kama mwanadamu unaishi maisha ambayo hayatambuliki hata kwa familia yako, na kila kitu unakiona kawaida tu upande wako. Nadhani ni wakati mwafaka wa mimi na wewe kuweza kujiwana na kutambuana kiundani zaidi. Anisikilize kwa umakini. Kama kuna tatizo hata dogo ambalo litampata mwanangu, hata sehemu ndogo tu ya mwili wake kuchubuka, basi wewe na kizazi chako cha sasa na ambacho kinajiandaa kuja kitapokea maumivu mazito kabla mimi kukifuta kwenye huu uso wa dunia. Una masaa mawili Mr. Ken, na kutumia location wapi utatakiwa kuwepo kwa ajili ya maisha mwanao. Ile simu ilikatwa. Uliingia ujumbe muda ule ambao ulikuwa umemfanya kukaa kwa muda mrefu kidogo akiwa anawaza mengi kwenye kichwa chake. Ni kweli kwamba alikuwa na maisha ambayo hakuhitaji watu wengine waweze kuyafahamu, ila wale wanadamu kumgusa mtoto wake walikuwa wanaenda kumrudisha kwenye yale maisha ambayo hakuwa anayahitaji. Kama hilo ndilo jambo ambalo wao walikuwa wanalitaka, basi hakuwa na tatizo. Alitaka kwenda kuwaonyesha upande wake mwingine ambao ulifichwa kwa muda mrefu, huku akiwa hajui kama ulikuwa ni mtego wa mkewe na mkwewe, ili waweze kutambua kama je, Mr. Ken alikuwa ni yule mume wa Jamila au alikuwa binadamu mwingine ambaye ndiye aliua wale watu kule Nairobi, Kenya. Salale. Tumalizie msikilizaji kwa kwenda kanisani. Eneo ambalo Mr. Ken alielekezwa kwenda kumsaidia mwanae lilikuwa ni eneo la kanisani. Ilikuwa ni kanisa kubwa ambalo lilikuwa likitumika kwa ajili ya ibada siku za Jumapili. Hiyo ndio sehemu ambayo watu hao walikuwa wamemtaka yeye kuweza kufika ili aweze kumsaidia mwanae kipenzi na wapekee kabisa lile. Hakuna namna nyingine zaidi ya kufika eneo lile. Alikuwa mikono mitupu, huku akiwa amevaa koti refu kidogo ambalo halikuwa lina kela. Mguuni mwake alikuwa na kiatu safi ambacho kilitengenezwa, hali ambayo ilimfanya kukikaza vizuri kabisa kamba. Mguu wake wa kwanza tu kuingia ndani ya lile kanisa uliwaibua watu ambao walitokea madhabahuni. Hawakuonekana kuwa wanyonge hata kidogo. Watu wale walikuwa na wanaume kamili ambao walikuwa wameshiba mikono yao ikiwa mitupu. Aliwaangalia kwa zamu wanaume wale wanne ambao walikuwa mbele yake, kisha macho yake akayatupa kule madhabahuni ambako anamtoka lazo juu ya meza. Alikuwa ni mwanae ambaye alimpenda sana. Hakuna mwanadamu yote hapa duniani anaruhusiwa kumfanyia hivyo mwanangu mimi nikiwa hai. Mnaweza kunipa sababu ya nyie kuhitaji kumchukua mwanangu na kumlaza sehemu ya namna hiyo, maisha ambayo hajazoea? Aliuliza swali la hisi sana akiwa anasogea kule ambako walikuwepo wale mabwana bila hofu wala wasiwasi wa aina yote ile. Ndicho kitu pekee ambacho tulikuwa tuna uhakika kwamba kitakuleta hapa Mr. Ken, ndio maana umefika. Kama tungetumia njia nyingine usingeweza kuonana na sisi. Usialili kwa salama, kwa sababu tumemchoma sindano ya usingizi. Tunatumaini atakapoamka atajikuta yupo kwenye kitanda chake cha kifahari nyumbani kwako kama utafanikiwa kumwokoa. Ungekuwa unajua ina kosa ambalo umelifanya mpaka muda huu haukutakiwa kuwepo ile eneo. Ulitakiwa unatafuta sehemu ambayo ingelikuwa ni salama kwa nyakati kama hizi. Ila kwa sababu umeamua kutaka kuaminisha ulimwengu kwamba unajiweza, basi nitakupa somo la maisha ambalo hautakuwa na sehemu ya kuweza kujifunzia tena, maana utakuwa umekufa. Mr. Ken mazungumzo yalikuwa marefu. Jambo la kushangaza ni kwamba Mr. Ken alitembea kwenye viti kwa kasi ajabu ambayo iliwacha midomo wazi wale wanaume wote. Alijeuza kwa sarakasi moja, akatua mbele ya mwanaume wa mbele ambaye alikutana na ngumi ya kifua, karudi nyuma. Alipokuwa ameshukia na kuhitaji kuinua uso wake, aliona ngumi nyingine inakuja ule upande wake. Alikwepa kwa kuinama pembeni yake, akawa ameinua tena uso wake. Wakati anainua uso wake, Mr. Ken alikuwa ametoa koti lake
na kuvuta panga refu ambalo alikuwa amelihifadhi kwenye kitambaa. Alikatakata shingo ya yule bwana kama karatasi ndogo. Alipogeuka kuangalia wale wengine, hakuwa yule ambaye walikuwa wamemuita eneo lile kwa ajili ya kumdhihaki wakiwa wamemteka mtoto wake. Msikilizaji, hili valangati tutaanza nalo katika sehemu ya 5. Tuishie hapa katika sehemu ya 4. My wife is a drug dealer. Na mke wake ndo huyo kahusika na kumteka mtoto ili apate kumjua jamaa nani. Na jamaa bila kujua kwamba ni mtego wa kujitambulisha yeye nani, ameingia kichwa na kuanza kuwashushia mauaji ya kutisha wale watu bila kujua kwamba kuna watu ambao wanamtazama ili kujua huyu jamaa ni nani, ili kujua anaingia naye vipi katika huo mchezo. Na wale mchukua jamaa kumwona ni mtu safi, akaamua kumuingiza huyo mke wake hapo ili kuweza kulinda tabia zao chafu katika kampuni ya The Global. Lakini kumbe walijadiliana kwamba wamepata, kumbe walikuwa wamejichanganya kwa mtu mmoja hatari sana na kitawalamba. Katika sehemu ya 5, msikilizaji, tutapata kujua mengi. Fabian Babuya kwenye karamu, jamaa anajua afanajua tena, lakini director Weni kwenye mic, nadhani burudani unaendelea kuipata kwa utulivu sana ndani kabisa ya kilindi cha moyo wako. Na kukumbusha tu kwamba ukija WhatsApp 0677062012 utaipata simulizi mpaka mwisho kabisa, sehemu ya 10 bila kusubiri. Njoo pale WhatsApp. Sio simulizi ya kusubiri, msikilizaji. Uweze kujipatia simulizi mpaka mwisho kabisa. Mpaka wakati huo, bye bye.